Tuanze kwa maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa tena siku ya leo. Asante kwa ajili ya wiki ambayo imepita na kipindi kingine ambacho kiko mbele yetu kwa ajili ya kujifunza neno lako. Tushukuru jinsi ambavyo tuko usiku ule mwema na hata kutuamsha tena na mwanga mpya wa siku ya leo, na mwanga mpya ambao pia unautoa katika maisha yetu tuweze kutumikia. Kwa wanafunzi wote walio karibu, naomba kwa ajili ya Edward ambaye yuko pamoja nasi na Charles kaendelee kuzungumza nao ili kupata yale ambayo wamepata apate kukua na zaidi sana apate kuja ili tukaendelee kwa pamoja. Katumika kama chombo chako kwa ajili ya kufikisha neno hili na hata somo hili kwa wanafunzi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa Mungu. Amen. Tunaenda katika fundisho la tisa katika kufuatana kama tunaenda kwa pamoja. Kwa lecture ya tisa leo, na kabla tujaanza basi tusome maandiko ambayo tutaangalia leo. Ni Yohana mlango wa 3. Tutaangalia neno la Mungu tafadhali. Tutaangalia neno la Mungu Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura au mlango ule wa 3 mstari ni ule wa kwanza mpaka mstari wa 16. Tusome mstari yote kwa kupokezana nikiwaongoza kusoma mstari wa kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua kuwa elimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi zifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akapotea? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye na kuzaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu ya kuwa nilikuambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma uendako, na sauti yake waisikia, lakini ujui unakotoka na wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake inapoeleza roho kwa roho. Nikodemo akamjibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mambo haya unafahamu? Amin, amin nakuambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu haumkubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi mambo yako mambo ya mbinguni? Wala kuna mtu mbinguni ila yeye alishuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile tunasalimu mwenye kwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu anakuja kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akatoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Kuzaliwa mara ya pili na ni fumbo ambalo ni la Roho Mtakatifu, kama tulivyozungumzia habari ya wito, habari ya kuzaliwa mara ya pili, habari ya wokovu. Ni kitendo ambacho Roho wa Mungu mwenyewe anatenda. Unaona matokeo, lakini
hatujui kwamba litokeaje, lakini tunaona matokeo kwa sababu Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu anatenda. Hii habari ya Nikodemu ni habari ambayo imeelezewa na habari ambayo imesomwa, na ninaamini kabisa kwamba wengi tunaifahamu, lakini nilete tutoto asubuhi ya leo katika hali ya kuelewa kitu kimoja katika somo letu ambalo tunakuingia kuhusu wokovu. Nikodemu huyu ameenda kuuliza, anataka kuzaliwa mara ya pili. Na anaenda akiwa na nia kabisa kwamba nifanyeje? Yaani kwa jinsi ile ambavyo mtu anaweza kuzaliwa. Ina maana alikuwa ameshasikia habari. Lakini baada ya kusikia, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ana sifa, ni mtu ambaye unaweza kusema ni reputable leader, ni kiongozi ambaye alikuwa na heshima yake. Nikaanza kufanya usala atoba niombewe. Yaani kama vile ni kitu ambacho ni cha chini sana. Mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu na ni kiongozi wa Mafarisayo, na ndio maana ndio Yesu anamwambia ni mambo ya roho, ni mambo ya roho. Na mambo ya roho ni mambo ya roho, hayahitajiki hekima. Kwa hekima ya kimungu na hekima ya dunia ni tofauti. Huyu ni mwalimu, ni mtu ambaye ni naweza kusema ni profesa, ambaye ni mwalimu wa sheria, ni mtu ambaye ni mzuri sana katika kufahamu Biblia, sheria za Musa anazifahamu. Na mambo ya sadaka alikuwa anafahamu, yaani taratibu zile za kikanisa alikuwa anahitaji kufundishwa, alikuwa anafahamu vizuri. Lakini pamoja kwa habari ya kiroho ni tofauti kabisa, ni kitu kipya, ni kitu kingine. Yaani kitu ni tofauti, unaweza kusema ni askofu, unaweza kusema ni mchungaji, unaweza kusema ni mwalimu, lakini tunapozungumzia habari ya maisha ya kiroho ni kitu tofauti. Ni Roho wa Mungu ndiye anayetenda katika wito mkuu ambao Roho wa Mungu anautoa. Anaambiwa, hapo unaweza baada ya kuzaliwa mara ya pili, sio vile hata mimi singefikiria hivyo. Kama ni biolojia namna gani unaweza soma mtu mzima anaingia tumboni hapo anazaliwa tena. Hii biolojia ya wapi? Nafikiri alikuwa na ni profesa, lakini alikuwa nafikiri Mungu alimshusha tu kwamba aonekane kwamba naye hafai. Unajua wakati mwingine katika ujuzi wetu, katika kule kujifanya tunaelewa, ule uelewa wote unaweza kuonekana ni kama ni upumbavu, sababu ya kiburi na kujijua wewe. Anaambiwa wewe mwalimu katika Israeli na ujui haya mambo ya dini yanakuaje? Mambo ya kiroho, na mambo ya kiroho yanakulikana katika utaratibu wa kiroho. Spiritual things are spiritually discerned. Mambo ya kiroho yanatambulika kiroho, na ndio jinsi ilivyo taratibu. Kwa hiyo unapokuja habari ya kuokoka, si tu kwamba labda nimezaliwa katika familia ya Kikristo, baba yangu ni mchungaji, wazazi wangu walizaliwa nikiwa kanisani, nimekula kule kanisani, nilikuwa naenda kanisani siku zote. Je, umezaliwa mara ya pili? That's the question. Kuna wewe badiliko ambalo linatokea ndani ya maisha yako, kwamba useme tangu siku ile aliponijia nilibadilika, tangu siku ile aliponijia akakaa moyoni mwangu. Hilo badiliko liko, na kuna badiliko ambalo unaweza kushuhudia katika ushuhuda. Kwa sababu ndio tunasema kwa ushuhuda, na ushuhuda mara nyingi unakuwa na nilikuwa hivi, sasa hivi niko hivi. Na ndio kitu ambacho Nikodemu anachomwendea Yesu katika hali ya kwenda usiku. Ndio anaenda usiku, lakini Nikodemu aliokoka. Sababu hajatuambia moja kwa moja kwamba aliokoka, lakini Nikodemu aliokoka. Ndio, kuna nasema ndio na ndio. Kwa ushuhuda. Shuhuda gani? Kwenye maziko ule mwisho wakati Yesu amekufa msalabani, anajitokeza sasa tena. Na ile bado shida ya Mafarisayo walikuwa ni kama mtu wao kwa ubiri, walikuwa ni proud na ni kiburi. Wasema ni sisi yani ni sisi viongozi, kwa hiyo siwezi kujishusha nikaonekana kwamba labda naenda kanisani kuimba sifa na nini. Si watu ambao ni waheshima, dignity na kama tungali sengine Mungu akiwainua usahau ulikotoka. Sawa?
Wachungaji Mungu akiwainua, usisahau kwamba unatakiwa tu uende ukawatembelea Wakristo, unatakiwa uende ukaombe pamoja na Wakristo, unatakiwa uende ukatembelea watu. Sasa kwamba mimi naenda kwa Yesu usiku, sababu sitaki nionekane. Lakini pia baada ya kuokoka pia akakaa silent, na ili kule mwisho anasema naomba ni mwili wa Yesu Kristo ndio. Sababu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, lakini kwa siri. Ndio mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Public declaration. Okay? Anyway, tuachie hapo sasa, kwa sababu Mungu alipenda ulimwengu, na hapo katika Mungu kupenda ulimwengu, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunaita ni wito wa wazi. Wito wa wazi maana yake ni upendo wa Mungu kwa ulimwengu wote. Na wito wa wazi au unaita ni general call, ni jinsi ambavyo injili inahubiriwa kwa watu wote, na Yesu Kristo alikuja kwa watu wote, alikufa kwa watu wote, na upendo wa Yesu ni kwa watu wote, ulitolewa kwa watu wote. Hii tunaita ni general call. Sidhani kama unapoenda kuhubiri injili, unapozungumzia habari ya wito wa wazi kwa watu wote, hakuna mchungaji yote au mhubiri yote ambaye atasema kwamba leo kanisani nahubiria wateule, na hili neno ni kwa ajili ya wateule peke yao. Leo nahubiria wale watakaookoka tu, ambao kama utaokoka ujumbe wa kuhusu ondoka. Hapana, kwa mhubiri ambaye atafanya hivyo hata siku moja. Mungu alipenda ulimwengu wote. Hii tunaita ni injili ambayo inatolewa kwa watu wote. Mfano mwingine mzuri wa injili ambayo au wito ambao ni wawazi kwa watu wote ni ile mfano wa mkazi. Nimekuja tena mfano mara nyingi sana katika darasa langu, hasa tunapozungumzia habari ya jinsi ambavyo mtu analipokea neno la Mungu. Katika mfano wa mpanzi, mbegu zilienda kuoteshwa kupandwa. Sidhani kama mpanzi alisema kwamba nitafuta udongo mzuri ndio tu mahali ambapo nitaweka mbegu. Alienda kuweka mbegu katika udongo mbalimbali, kama jinsi ambavyo alirusha mbegu, na aliporusha mbegu zikaanguka katika aina tofauti ya udongo au katika mazingira tofauti ya shamba. Shamba ni moja, lakini katika lile shamba au katika ule uwanda ambao mbegu zinaanguka, kunakuwa na matabaka ya aina ya udongo. Labda kwenye mahali kwa Mungu nilisema last time kwamba kama mitaili mahali hapo ikianguka, lakini unapohubiri unajua kwamba inaanguka wapi? Sio kazi yako kujua inaanguka wapi. Wewe unachotakiwa nini? Wewe rusha mbegu. Unaporusha mbegu, inawezekana zinazoanguka zikaanguka mahali pazuri pia. Wala sio uzembe. Sababu wengine wanasema labda inakuwaje mkulima anafanya uzembe namna hii, anarusha mbegu mahali ambapo anajua kabisa haitaota. Huyu mkulima ni mzembe, anarusha mbegu kwenye miiba. Mbegu inaporushwa lazima pia uelewe jiografia ya upandaji, sio? Lakini nimeshaelezea mara nyingi, na wapo bili pia para mifano kama hiyo. Lazima kuna geographical settings na historical background ya kwamba ilikuwa namna gani. Kwa hiyo sio kulima kama jinsi ambavyo watu wanalima leo. Leo tukiambiwa na kupanda mbegu anapiga shimo anaweka mbegu, sio? Sio na mbegu kwa kutengeneza the broad scattering of seeds. Mbegu na rusha kama ulezi sasa. Kuna wakulima hapo kama ulezi unaporusha na wafuzi wanapo katika Uyahudi walikuwa wanalima sana ngano. Sasa ngano zao sio wanapiga shimo hivi na unaporusha maana yake ni kwamba inawezekana katika kurusha kuna shamba ni hapa. Unaporusha mbegu kama inaweza kuruka kule matofali ambayo tunapaka kule jana. Ikianguka pale imebaki kama juu, sio? Ni kusudi langu kurusha pale? Sio kusudi langu. Unaporusha inawezekana nyingine kama ule mfereji kapelekwa na maji. Ni kusudi langu? Hapana. Unaporusha inaweza kuota mahali pazuri penye na mbolea ambayo Mungu alikuwa ameweka mbolea yake pale ikaota vizuri sana. Sababu mfanye nini? Lakini pia akatoa mfano mwingine. Tunapozungumzia wito wa wazi au wito wa wote,
Sizungumzi sana wito wote leo. Naenda kwenye wito ambao ni ufanisi, lakini nimeanza kwanza na hiyo ili tunapokwenda kwa huu mwingine sasa ambao ni wokovu, tujue kwamba tunazungumzia nini. Katika wito wa wazi pia tuna mfano mwingine ambao tumepewa wa ile jarifu ambayo imerushwa baharini. Kurushwa baharini likakamata samaki na vikonokono na labda na kobe na kaa na nini na kila kitu. Siku za leo wanakula vitu vyote za baharini. Sasa sisi tunachagua kile ambacho tunakitaka. Kwa hiyo ukikamata ile jarifu inapokuja unachagua samaki wazuri. Wale wengine sina jina. Ndio jinsi ilivyo Injili inavyotolewa. Sasa mara baada ya kuhubiri kwa wote, ndio kuna ambao kunakuwa na ufanisi. Sasa tunazungumzia habari ya wito. Wito maana yake ni calling. Na calling ni kazi ya Mungu mwenyewe. Na kazi ya Mungu mwenyewe ndiye ambaye anafanya. Je, wito wenye ufanisi ni nini? Katekisimu ndogo ya Westminster inajibu swali hilo. Ikisema wito wenye ufanisi ni kazi ya Mungu, kazi ya Roho wa Mungu ambapo hukumu juu ya dhambi na taabu zetu, akizitia nuru akili zetu katika kumjua Kristo na kufanya upya nia zetu. Yeye hutushawishi na kutuwezesha kumkumbatia Yesu Kristo aliyetolewa bure kwa kuhubiriwa katika Injili. Swali la 31 la katekisimu ndogo ya Martin Luther. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu, ya Roho wa Mungu. Kwa wito ni ufanisi ili sasa Injili ihubiriwe, na ile Injili inapohubiriwa iwe na matokeo mazuri. Kuna kazi ya Roho Mtakatifu ambayo inafanya kazi ndani ya mtu ambaye ni mwenye dhambi na ambaye pia anakuwa katika taabu, anashawishika kujua kwamba huyu mimi ni mwenye dhambi. Akili zinatiwa nuru, ufahamu unatiwa uelewa, na anajua kwamba kuna mtu ambaye anatakiwa afuatwe, kumkumbatia Yesu Kristo ambaye ametolewa bure katika Injili bila fedha. Sio kosa, hakuna Injili ambayo inatolewa kwa fedha, kwa ni bure. Kwa hiyo Yesu Kristo unamkumbatia. Wito wenye ufanisi umefundishwa kwa msisitizo sana na mtumishi wa Mungu Paulo katika maeneo yafuatayo. Naomba tuyasome kwa haraka ili kwamba tupate hiyo picha kwamba ni kwa jinsi gani ambavyo wito wenye ufanisi unaelezewa. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 26, mtu akipata mwenye sauti kubwa anaweza akasoma sauti kubwa tafadhali ili kwamba ifike. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, kwa kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Kwa hiyo basi ndugu zangu, angalieni wito wenu, angalieni jinsi ambavyo mmeitwa. Paulo anawaambia Wakristo wa Korintho kwamba walikuwa wengi. Yaani ndani katika ule mji wa Korintho, kulikuwa kuna Wakristo, kuna watu wengi sana. Na ndani ya wale, katikati ya wale watu wengi wa ule mji wa Korintho, kuna hao ambao wako kanisani. Sasa wale ambao wako kanisani ndio ambao Paulo anawaambia angalieni wito wenu, your calling. Angalieni jinsi ambavyo umekuwa ni wito ambao una ufanisi, kwa sababu si hekima ya udhuru ya kwamba si wengi wenye hekima ya kimwilini, si wengi wenye nguvu, si wenye cheo walioitwa. Jaribu angalia pale kwa letu, inawezekana kulikuwa kuna wafanyabiashara mashuhuri, ma philosophers na watu ambao ni very potential, watu ambao wenye hekima sana, ambao wanaonekana kwamba wao ni muhimu sana. Lakini katika wito wa ufanisi, Mungu anaita yule ambaye anataka kumuita. Roho wa Mungu jinsi ambavyo amefanya kazi kama jinsi ambavyo yeye mwenyewe alipenda kufanya kazi. Wathesalonike pia tumezungumzia hiyo. Barua ya Paulo kwa Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza pia na kuzungumzia habari ya wito wa Wathesalonike wa pili mlango wa kwanza 11-12. Kwa hiyo waombea ninyi siku zote, ili Mungu wetu awahesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu, akatimiza kila haja
ya imani kwa Mungu. Jina la Bwana wetu Yesu litukuzwe ndani yenu, nani ndani yake, kwa neema ya Mungu wetu na ya Bwana Yesu Kristo. Najaribu kutafuta hilo neno kulipa pia katika mstari wa 11. Kwa hiyo tunawaombea ninyi siku zote, nyinyi Wathesalonike, nyinyi Wakristo Wathesalonike, tunawaombea sababu barua imeandikwa kwa hao wateule ambao ni Wathesalonike. Basi tunawaombea ninyi siku zote, ili Mungu wetu awahesabu kuwa mmekustahili kuitwa kwenu. Wito ambao ni umestahili. Mungu mwenyewe amekubali kwa sababu kuitwa ninyi, sio wengine, ni ninyi ambao mmeitwa. Ninyi ndio mmekuwa ambao ni ufanisi, effectual call, ni wito ambao ni ufanisi kwenu. Kwa hiyo lazima mmekubalika ninyi kwa Mungu amewaita ninyi. Na sio hivyo tu, lakini pia Waefeso wanaambiwa, lakini pia alimwandikia Timotheo, na Timotheo pia anaambiwa katika habari ya wito huo. Tena mbele kidogo hapo mbele kwa Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 8 na wa 9. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 8 na wa 9. Basi usionee haya ushuhuda kwa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya Injili, kwa kadiri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadiri ya kusudio yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Again, tena kwamba ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Yaani Mungu mwenyewe katika hali ya kuokoa kuna wito. Inawezekana Paulo anaongea na Timotheo kwamba sisi tukistahili. Lakini katika ule wito mtakatifu Injili ilipohubiriwa, na Paulo afikiri kati ya mmoja wapo kati ya watu ambao wanaweza kumshukuru Mungu sana katika habari ya wito, kwa sababu yeye mwenyewe aliupokea wito, na huo wito ambao amepokea anawaambia na wengine. Na anapowaambia na wengine, anawaambia uhakika jinsi ambavyo wito wa Mungu ni wito ambao hauna majuto, ni wito ambao haukosewi, kwa sababu yeye alikuwa na mpango wote kabisa kwenda kwa Mungu. Kati ya watu ambao wanaweza kuwazungumzia habari ya wito ni Paulo mwenyewe. Hakuwa na nia yote kwamba labda leo mimi niamua na kufuata Yesu Kristo. By the way, Paulo alipopata wito alikuwa na ngapi? Kuhubiri Injili. Alikuwa na Damasco kwa nini? Kuwaua watu wa kuua Injili, kwenda kuteketeza Injili. Na kwa hiyo kwa vyote vile, si kwamba yeye Paulo alikuwa kama Damasco ikafika mahali labda akapata ile inaitwa prevenient grace. Sio prevenient grace. Si kwamba Mungu alikusudia moyoni kwamba lazima ufanye kibaya, kwa hiyo ngoja na wale niokoke. Sio bora kufanya hivyo. Ilikuwa ni effectual call. Kwamba Mungu yeye aliingilia akamuita kwa mwito ambao ni mtakatifu, na mwito ambao hauna majuto, na mwito ambao una ufanisi ndani yake. Ni kweli? Injili ya Mathayo mlango 22 mstari wa 14 tunaona kwamba ni kweli Injili inapelekwa wote, lakini ni wengi wanaitwa, lakini kuna wachache ambao wanaochaguliwa. Wengi wanaitwa, lakini wachache ambao wanaochaguliwa. Na hiyo vifungu vyote hivyo vinaweza kutuelezea jinsi ambavyo kuna umuhimu wa kuenda kufundisha Injili pasipo kujua sasa tu nani ambaye Mungu amemuita. Na hiyo ndio maana ambapo sasa wale ambao wa Calvin huwa wanashitakiwa nao tunapofundisha mambo ya wito na mambo ya effectual calling. Tunaomba nyinyi mnakazia hapa na tukazii, kuna wito wa wote, na wito wa wote lazima tufundishe. Ukishafundisha wito wa wote, tunaachia Mungu kufanya ufanisi. Ndio maana tunasema ni sufficient for all, efficient for the elect. Inataka wito ni kwa wote, lakini matokeo ni kwa wale ambao ni wateule, ambao Mungu mwenyewe alipanga kwamba wapate kusikia Injili na kuokoka. Kwa hiyo tunafanya wakati wa Matendo ya Mitume mlango wa 10 pia na dada mmoja ambaye anaitwa mama anaitwa Lydia, naye pia alipata wito tofauti na watu wengine. Yaani kama vile kila mtu, lakini yeye of course Mungu akakusudia katika ile ule mji wa Filipi, kwa hiyo katika Filipi huyu apate kupokea Injili. Vifungu vilivyotajwa hapo juu
inaweza kuhitimisha kwamba ingawa injili inafikiwa kwa watu wote, ingawa ni watu wote kabisa wanasikia injili, wito wenye ufanisi kwa ajili ya matokeo unashuhudiwa na waumini peke yao ambao ni wateule. Kuzaliwa pia sasa inakuwa ni mchakato wa kwanza, ni matokeo ya kwanza katika wito wenye ufanisi. Ndio unasikia mtu ameokoka. Unaposikia mtu ameokoka, maana yake nini? Ni wito wenye ufanisi umefanya nini? Umefanya kazi ndani yake. Tuko pamoja? Yaani ndio taratibu ili kwamba ukipewa nafasi ya kufundisha fundisho au somo la wokovu mahali popote, kuna semina zinaendelea. Na wakati mwingine semina zingine zinahitaji walimu kufundisha. Na inawezekana katika ile semina ukaenda kufundisha somo la nini? La wokovu. Sasa mtu akawa kufundisha somo la wokovu anaongea hiki hata unajua ameanzia hapa ameishia wapi. Lazima uende kwa mtiririko ujue kwamba inakuaje mpaka Roho wa Mungu anafanya kazi. Kwa hiyo tumeshasema tena kwamba ni kazi ya Mungu mwenyewe ambao hatuwezi kuichunguza, hatuwezi kwenye microscope tukachunguza kwamba ilikuaje huyu mtu akaokoka. Yaani hatuwezi kuichunguza. Hatuwezi kufanya diagnosis. Sio kwamba labda ilikuwa kwaje, lakini tunachoamini kwamba lazima kunakuwa na ufanisi ili nini? Wenye ufanisi. Hasa wale ambao ni wateule. Lakini injili inakuja kwa watu wote. Hapo ongea mahali hapa. Unajua kuna mtu ambaye neno linagusa. Ndio mtu ambaye mafundisho ngaji subiri, lakini kuna mtu ambaye anasikia huko yale. Lakini kuna mwingine anaona kawaida. Yaani kama anaona kawaida. Nisema fulani hata kule kanisa la kuhubiriwa injili. Kwa mtu ambaye neno linamgusa, neno mtu ambaye anaona kawaida tu. Nimesikia juzi, nimesikia jana, nimesikia leo, kila siku nasikia hivyo. Mwingine akishasoma neno la Mungu anasema anaweza kupiga mahesabu yake na ile shamba na ile ng'ombe na ile nini. Yeye anaweza kufikiria kitu kingine tofauti. Huo ufanisi wa Mungu kwa ndani yako. Mwenye kuitwa ni ufanisi, maana yake ni kwamba Roho wa Mungu anafanya kazi yako. Roho wa Mungu analeta ushawishi ndani yako. Unaweza pale mwanzoni kwamba yeye utushawishi na kutuwezesha kumkumbatia Yesu Kristo ambaye anatolewa kwetu kupitia injili. Kinachotokea sasa ni kwamba mtu anakuwa amezaliwa mara ya pili, anazaliwa mara ya pili. Wito wa nje lazima uambatane na wito huko ndani ikiwa utafaa wokovu. Kwa hiyo tunapohubiri injili tunasema ni wito wa nje. Kawaida injili inatolewa general call, lakini sasa lazima kuwe na mtazamo wa ndani ambao ni kazi ya Roho Mtakatifu ili kwamba sasa zinapounganika, masikio yamesikia neno la Mungu, lakini ndani kulikuwa na ushawishi, ndio unakuwa sasa unasikia mtu amefanya nini? Amepiga magoti mwenyewe au ameinuka au amesema kuanzia leo nimeyatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Tafakari siku moja ambapo ulipokea hii sauti ya ndani. Tafakari siku moja ambapo hii sauti ilinena ndani yako. Tafakari siku moja ambayo ulisikia injili kwa masikio yako. Na mara baada ya kusikia kwa masikio yako, ukawa na msukumo ndani yako kwa Roho wa Mungu alizungumza akasema kwamba kuanzia leo ninaomba maisha yangu ni Yesu Kristo. Huo ndio ushuhuda ambao upo katika maisha ya Kristo. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa namna pekee katika mioyo na akili za wateule wa Mungu ambazo daima tabaki kuwa ni kazi zisizochunguzika. Nimezungumzia mara nyingi. Roho Mtakatifu husadikisha na kuangaza akili zetu. Hii ndio yaani kama vile anataka enlightenment, illumination. Yaani kama unakuwa na mwanga ambao hatuwezi kuelezea. Ni jinsi tu ambavyo mwenyewe umeexperience. Kila mmoja ana uzoefu tofauti na jinsi ambavyo Roho wa Mungu analeta ule mwanga ndani yake. Mwanga ulikuja ndani yako, ulikuja ndani yako. Huwezi yaani haziwezi kuwa sawa. Lakini at least kuna Roho wa Mungu ambaye analeta mwanga ndani ya maisha ya mjidhambi. Na anapoleta ule mwanga, unajua kwamba kuna giza lilikuwa kwenda kwa giza linakuwa expert linaondolewa. Yeye ushawishi kwa mafanikio na kufanya tendo la imani inayookoa litendeke, si kwa nguvu na akili zetu wala utashi wetu, bali kwa nguvu ya Mungu. Na tendo hili la wito matokeo yake ni neema ya Mungu kabisa na wala si sifa ya mwanadamu. Na kwa hiyo maana yake ni kwamba tunasema sasa hii ni neema ambayo haizuiliki, irresistible grace. Wito ukishakuwa mafanikio kwa jinsi ambavyo tunapenda. Huwezi Roho wa Mungu hawezi kuamua kwamba huyu mwenye dhambi ameshapata mwanga ndani yake, ameshapata ushawishi wa dhambi zake, kwamba anatakiwa muamini Yesu Kristo, alafu sema kwamba hapana, mimi sitaki kuokoka kesho.
Kusema hapana maana yake kwamba bado roho Mungu hajawa ushawishi ndani yako. Bado hajawa effective. Ndio, injili umesikia, hadi bado inawezekana kidogo ambayo bado imepandwa kwenye udongo, kwa hiyo udongo mbaya ambao bado haitamea vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine lazima tufikirie. Na tunapozungumzia habari ya wito, naomba mstari wa mwisho tena kwa kusoma. Katika Filipi mlango wa 2 tunamalizia ya wito wenye ufanisi ili kwa kuendelea katika jambo lingine. Wa Filipi mlango wa 2 mstari wa 13 kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Ni Mungu anatenda. Haya yote ambayo tunazungumzia, habari ya wokovu, habari ya kumwamini Yesu Kristo, habari ya Mungu peke yake ndiye ambaye anatenda kwa kusudi lake na kwa kutimiza kwake bila ambalo kusudi lake jema kabisa. Mtu anapookoka ni Mungu mwenyewe. Na nisoma ule mstari wa Injili ya Yohana mlango wa 6:44 katika somo la Calvinism, na kuna kitu ambacho nikizungumzia mahali pale kinaitwa prevenient grace. Prevenient grace inazungumzia tena hapa kwa sababu inaingia hapa katika wito wa ushawishi. Tuseme prevenient grace ni neema ambayo kama ni neema inayotangulia ili kumfanya mtu afanye uamuzi. Sasa ni jinsi ambavyo wengine wameleta hili somo au hili swali la jinsi ambavyo mwanadamu anaokoka. Na nasema katika Injili ya Yohana mlango wa 6:44 kwamba hakuna mtu anayekuja kwa Baba mpaka amevutwa. Sasa kule kuvutwa, watu wamecheza na Biblia na teolojia mpaka wakasema pale kwamba hilo kuvutwa maana yake nini? Kuna neema ambayo Mungu anaitoa kwanza. Yaani Mungu anaachilia neema fulani. Sio neema ya wokovu hiyo, bado sio wokovu. Lakini anaachilia tu neema ya kumfanya mwenye dhambi atambue kwamba kuna haja ya kufanya uamuzi. Ndio wakati ndio prevenient grace. Na tafuta tafsiri yake sahihi ya Kiswahili nimekosa, lakini leo tuko kwamba prevenient grace sasa hilo atufundishe fundisho. Sababu ukifundisha hilo fundisho, matokeo yake tunapata fundisho la nini? Kwamba kuna jinsi ambavyo mwanadamu anaweza kuchangia nini? Wokovu. Mwanadamu anachangia wokovu. Akichangia wokovu, huo wokovu ni Mungu na mwanadamu. Labda ni synergism. Kwa sababu ni fundisho ambalo sio sahihi la Biblia. Kwa prevenient grace ambayo nasema sasa pale kwamba neema inayotangulia ili kwamba ifanye mwanadamu. Yaani Mungu anajua kabisa kwamba mwaka 2026 kuna mtu ambaye ataokoka. Sasa ili afanye uamuzi, hapo nyuma kunakuwa na nini? Na neema ambayo inatangulia. Ile neema inapotangulia inaenda kumwandaa moyo wa mwanadamu itakapofikia siku ile aamue. Yeye mwanadamu anaamua mwenyewe. Na kwa mwanadamu ameamua. Sababu tayari mwanzoni kuna jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameshaweka ushawishi ndani yake. Si kweli? Tunapozungumzia habari ya wito wenye ufanisi, ni kazi ya Mungu peke yake, anaanza na anamaliza. Kinachofanyika tu kwa mwanadamu ni wito wa wazi, general calling. Unasikia, wala kazi yao ni kufungua masikio tu usikie au kusoma. Unapofungua macho yako unasoma neno la Mungu. Anayefanya kazi ya kuchoma moyo wako sio mwenyewe, ni Roho Mtakatifu anafanya kuleta mwanga ndani yako. Unaposikia, unapofungua masikio na kusikia, anayefanya kazi ya kufanya ile neno liwe na maana ndani yako ni Roho Mtakatifu wa Mungu peke yake. Na niamini niseme kwamba wito wenye ufanisi ni zaidi ya mwaliko. Ndio kuna mwaliko hiyo. Sasa bora mwaliko. Na mwaliko vingi. Kuna mialiko mingi kwenye Biblia. Njooni kwangu nyote msumbukao na nyinyi mlebeba na mizigo nami nitawapa. Njooni kwangu, huo ni mwaliko. Haya ndio tusemezane, asema Bwana. Hiyo ni mialiko. Kuna mialiko mingi. Kwenye Biblia kuna mialiko mingi. Lakini si lazima kila mwaliko uwe ni nini? Ni wito wenye ufanisi. Ndio sentensi. Sio kila mwaliko ni wito wenye ufanisi. Wito wenye ufanisi ni zaidi ya mwaliko, kwa sababu
Katika mwaliko wanaalikwa wengi, lakini wanaokuwa na ufanisi ndani ni wachache, wale ambao ni wateule ambao Mungu ameamua, amekusudia kuwaokoa kama jinsi ambavyo Roho wa Mungu amefanya kazi ndani yao. Kwa hiyo naomba hiyo sisi hapo ndio msizamu, lakini naomba nitamke kwa sababu nimeona ni muhimu sana kwamba mwaliko ndio wito wenye ufanisi ni zaidi ya mwaliko, ni zaidi kabisa. Mialiko iko mingi, lakini ili kuwe na ufanisi lazima Roho wa Mungu afanye kazi ndani yake na kuwe na matokeo ambayo yataonekana wazi. Cha kwanza kabisa kinachofanyika sasa mara baada ya injili kuhubiriwa, tunaenda kwenye step hiyo sasa. Kama tunaenda pamoja, yaani cha kwanza kinachoanza ni injili inahubiriwa, aidha kwa kusoma au kwa kusikiliza au kwa njia yoyote ile, lakini lazima kuwe na injili. Faith cometh by hearing, hearing the word of God. Imani mtu kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ndio lazima neno lihubiriwe. Tunaita nini? Wito. Mara baada ya wito, ukiwa ni wito wenye ufanisi, kinachoanza matokeo ya kwanza ni nini? Kuzaliwa upya. Inaitwa ni regeneration. Ina maneno mengi sana. Unazaliwa kuokoka, kuzaliwa mara ya pili, kuzaliwa upya. Kuna maneno mengi yanatumika. Kwa hiyo ni Kiswahili pia kuna regeneration, born again, rebirth. Lakini pia kuna neno ambalo kwa Kiingereza ambalo tafadhali na Kiswahili halina maana sahihi sana. Ndio tunasoma kwenye cards. Na neno ambalo linaitwa reincarnation. Reincarnation sio kuzaliwa mara ya pili, sio kwao wanamaanisha ni kuzaliwa mara ya pili. Yaani reincarnation maana yake ni tunasema kwenye culti ni tofauti na regeneration. Regeneration is not reincarnation. Sawa? Ni vitu viwili tofauti kabisa. Reincarnation tunazungumzia katika mambo ya dini za ulimwengu, lakini regeneration ndio kuzaliwa mara ya pili. Sasa reincarnation ni kuzaliwa tena. Ni kuzaliwa tena, lakini sio katika muktadha wa kuokoka. Ile reincarnation tunazungumzia ni habari ya mtu labda akifa, unakufa leo ukiwa mwanadamu, kama ulitenda matendo mazuri, kama umekufa ukiwa mwanafunzi na ulikuwa unatenda matendo mazuri, izaliwa utakuwa mwanafunzi tena, sasa kama waziri au rais au mtu mkubwa. Nasikia hata nyao inaweza kufa kama nyao, kama ilikuwa nyao mzuri haiteketei. Nyao ikifa ikiwa nyao au panya inazaliwa mtu. Sengine wanadamu kama wewe ni mtu mbaya, ukifa unageuka unazaliwa mbwa, unazaliwa usimile huko kwenye nguvu chini huko. Hiyo ni reincarnation ambao wanafundisha Wahindi na wengine. Hatuko tofauti kumaliza muda uliopita wala kwa pamoja. Tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili ni regeneration or second birth. Kuzaliwa upya ni tendo lisilo la kawaida la Mungu ambalo kwa hilo mteule ambaye alikuwa amekufa kiroho anajazwa uzima mpya na wa milele kwa nguvu isiyo ya kawaida ya Roho Mtakatifu kupitia mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu. Huyo mtu ambaye alikuwa amekufa, sababu tulikuwa katika hali ya dhambi, tulikuwa tumekufa. Tulikuwa hatuna uhai. Ni kama maiti. Kwa habari ya mambo ya kiroho, hatujui chochote kinachoendelea. Kutoka pale wa Lazaro, kama Lazaro alikuwa amelala kule kaburini, ambaye alikuwa ajui kwamba Martha na Mariamu wanalia na Yesu ameitwa amekuja pale. Alikuwa ajui. Na ndio jinsi ambavyo alivyo mtu mwenye dhambi. Mtu mwenye dhambi ambaye hajapata mwanga wa kuzaliwa mara ya pili, wewe hata uongee mambo ya Mungu namna gani? Ataona ni hadithi. Yaani atasikiliza story alafu ataondoka. Na hata sengine anataka kufanya mockery. Ni kitu gani hicho? Ni kitu gani hicho haiwezekani? Kwa sababu gani? Spiritually dead. Mtu ambaye amekufa. Lakini unaona wakati mwingine katika kule kufa, ndio bila kufa, wakati tulipokuwa kuwafu kwa sababu ya makosa yetu, alimuisha pamoja na Kristo, Mungu mwenyewe. Akafanya nini? Akatupa uhai. Sasa hiyo fikiri mtu ambaye amekufa, hebu kupata picha ya pale bustani ya Eden wakati ambapo Adam aliumbwa na Mungu akampulizia pumzi, akawa kiumbe hai, akawa nafsi hai.
Sasa pata hiyo picha kwamba pale mwanzo hiyo creation iliyofanyika, na mara baada ya Mungu kupulizia nafsi hai akasimama mtu ambaye ni hai. Sasa ndio jinsi ilivyo kwa mtu ambaye anazaliwa mara ya pili. Umekufa, hujui kabisa kinachoendelea, ni kama tu gogo liko mahali pale kwa habari ya maisha ya kiroho. Kwa sababu tuelewane, sawa? Kama tuelewane kwa habari ya mambo ya kiroho. Katika mambo ya kimwili, unaweza ukawa ni tajiri, unaweza ukawa ni milionea, unaweza kufanya biashara, unaenda Dubai, unaenda China. Lakini kwa habari ya maisha ya kiroho tunasema wewe ni mfu, umekufa. Kama makanisa ya ufunuo, kwa mimi niko vizuri, kumbe umekufa. Kwa hiyo Mungu anapoangalia kwa anaona tu wako wamekufa. Unajua kama sisi ni watu ambao tujaokoka tu hapa. Sawa? Leo tufikirie nafikiri tumeokoka sio? Na nafikiri assumption tumeokoka. Lakini kama tujaokoka na tuko mahali hapo tu 30 na Mungu anaona tu corpses, maiti ziko mahali hapo. Watu waliokufa. Mpaka pale ambapo nasema nini? Yesu Mungu alituisha na kuisha maana yake nini? Kukupa uhai tena. Yaani kama vile kupulizwa pumzi. Unapata uhai. Alikuisha na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatufufua pamoja naye. Waefeso mlango wa 2 sura ya 6 na 7. Kwa hiyo ina maana kwamba ni Mungu mwenyewe anafanya hii kazi ya kufanya mtu azaliwe mara ya pili. Yaani unakuwa umezaliwa, umekufa, ndio unapata uzima tena, alafu unakuwa kiumbe kipya. Na ndio pale Nikodemo anauliza, inawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Unaingia tumboni unazaliwa mara ya pili? Je, mtu anaweza kuzaliwa mtu mzima anaingia tumboni anazaliwa mara ya pili? Maana kuzaliwa mara ya pili ni nini? Kwanza akamwambia haya mambo huwezi kuyaelewa. Sio mambo ya roho. Yes. Ndio zalikuwa mwili ni mwili, Kristo ndio roho ni roho. Wewe huwezi kuelewa mambo kwa sababu wewe unazungumzia mambo ya kimwili, kuzaliwa katika habari ya kimwili, lakini unazungumzia habari ya kuzaliwa katika hali ya kiroho. Ni vitu mbili tofauti. Ni elimu mbili tofauti ambazo huwezi kuzielewa. Na inawezekana mtu aliyeko mahali hapa baya bado hataelewa hizo. Kuna mtu ambaye inawezekana akawa anasikiliza anapoongea anaona kitu ambacho inawezekanaje, kwa sababu kama una hiyo uzoefu ukizaliwa mara ya pili, maana yake kwamba how can it be? Inawezekana kweli? Inawezekana. Upepo unavuma uendako, na tuwezi kusema, lakini tunajua kwamba kuna upepo kwa sababu tunatoa matokeo. Na ndio jinsi alivyo ile ambaye amezaliwa mara ya pili. Hatuwezi kumwelezea, hatuwezi kumpima kwamba hatuwezi kumwekea kipimo mjomba mmoja mjomba amezaliwa mara ya pili. Lakini tunapenda kuona na kuendelea kutenda yale matendo ambayo anatenda ndani yake. Kwa hiyo roho wa Mungu ndani yake, na yale ambayo anatenda ni mambo ambayo ni matokeo ya kile ambacho kiko ndani yake. Ni kama unaona mtu unapokuwa kuna upepo. Ni jinsi ambavyo tunaenda. Kwa hiyo kuzaliwa upya ni kitendo cha mara ya moja na cha ghafla cha Roho Mtakatifu, ambapo mwenye dhambi aliyekuwa amepotea anaunganishwa na Kristo na hivyo kufanywa kuwa mtoto wa Mungu. Adoption. Kwa hiyo immediately mara baada ya kusikia neno la Mungu kwenye wito wenye ufanisi, ule wito unafanya kazi ndani yako. Kinachoendelea kwa ule mwenye dhambi sasa ni kuzaliwa mara ya pili, ni kufufuka, kujutia dhambi zake, kuondoka katika maisha ya dhambi, anakuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Na tunatumia neno conversion. Conversion maana yake kwamba ulikuwa unaenda unabadilika uelekeo, unaenda katika direction nyingine. Hiyo ni mtu ambaye amebadilika, mtu ambaye ameokoka. Wewe sema nimeokoka alafu uko nusu. Ni kama tu kusema mtu ambaye amezaliwa mara ya pili lakini bado ni mfu. Huwezi kuwa mfu na wakati umeshasema nimeshazaliwa mara ya pili, nimeshakuwa regenerated. Ukishaokoka maana yake umeokoka, na ni kitendo cha mara moja. Tuko pamoja? Hilo ni swali nauliza. Nauliza swali. Kuna tofauti ya kitendo kinachoendelea na kitendo ambacho kinafanyika mara moja. Napozungumzia kitendo cha mara moja ni once for all. Huwezi kuokoka leo, kesho kuokoka, yaani huwezi kuokoka kila siku. Hakuna mtu ambaye anaokoka siku nyingine. Wakenya ndio wanapenda hii msemo sana.
Kwa leo nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Leo tena nimeokoka. Utana kesho tena Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Leo tena nimeokoka. Unaokoka kila siku unaokoka. Hii ndio ulizo wasema ni kuja kujieleza tu si kama kweli lakini unaposema testimony lazima ujue kwamba kuna siku moja ambapo hakini badiwe kwa nini lilitokea. Ni kama tu mtoto anapozaliwa, mama anapomzaa mtoto anazaliwa mara moja. Wewe mtoto anazaliwa leo tena na kesho anazaliwa tena, hapana, anazaliwa once for all. Ndio maana tunapata ile fundisho la nini la preservation of the saints, kuhifadhiwa kwa nani watakatifu. Wale ambao wameokolewa wanabakia kuwa ni watoto. Hawezi kuwa leo ni mtoto umezaliwa, yaani mama Dominika pale hawezi sema ni mtoto wake, leo ni mtoto wake alimzaa alafu kesho anakosa mtoto wake. Inawezekana? Hapo mtoto wangu siku zote atakuwa mtoto wangu. Hata kama anaweza kawa akapotea akakimbia akaenda duniani huko akawa mkorofi sana, lakini ni mtoto anaje? Mtoto wangu. Ndio jinsi ambavyo alivyo yule ambaye amezaliwa na Mungu. Yule ambaye amezaliwa, amefufuka, ameondolewa katika habari ya kifo cha dhambi na akazaliwa upya, huyo anakuwa ni mtoto wa Mungu, amezaliwa katika familia ya Mungu na hakuna jinsi ambavyo anaweza kutoka katika mikono mitakatifu ya Mungu. Mungu atamshikilia. Ndio haimaanishi kwamba mtu atakuwa ni mkamilifu, kwamba ni perfect, sinless perfect. Haimaanishi kwamba mtu anaweza kuishi kama kwamba yeye ni mkamilifu kabisa, lakini akianguka katika dhambi, akianguka wapi, akifanya maovu yote, anakuwa mtoto. Kwa habari ya mwana mpotevu, sio ile habari ya mwana mpotevu ni para kwa mwana mpotevu. Alipo kwa vijana wawili, sawa? Kama nataka mali yangu nikapata bila kuishi kwa maisha yangu na pele mimi mwenyewe. Baba alijima. Okay. Kwa nenda katumia mali zake kwa nasa, kwa shida hiyo hiyo karibu. Pesa kaisha yote. Wale ambao kule mjini wakamsaidia kuzila zikaisha pili. Mara moja zikaisha zote. Alikuwa na pesa nyingi kweli. Nafikiri kwamba zitaisha. Be careful. Sawa? Kwa makini unakutana na nani? Kwa makini yule ambaye unakutana naye. Kwa makini yule anayekwambia nipe kidogo. Kwa makini yule anayekwambia ile soda moja. Ni yule kocha nifanye nini? Kisha toka mfano umetoka nini? Ikitoka umetoka irudi. Sasa kama sio fanya kazi kama yule alikuwa sio fanya kazi, kwani kwamba alikuwa amepokea hasira akaziweka hiyo ni nyingi, hazitaisha. Alikuwa kupunguza hapo mtu mmoja. Kama umeshika fedha na utanielewa na maana yake. Kwa na milioni moja ukatoa hapo 10,000, hiyo sio milioni moja tena. Lakini tarudi hapo. Hairudi. Roho tazidi kupungua. Sio milioni moja pesa nyingi sana. 10,000. Kwa 10,000 leo kuchenja hapo kwa hapo 1000 ngoja tu ina hapo ile kuongea na nyumba ile ndio vocha. Kanunua vocha 1,000. Ndio bali. Kwa sababu kwenda ukipa hapo na bwana ukishachange moja. Yeye anogea. Sasa unaona leo na leo simwe alifu leo na mtu ndiye ndani. Leo na mtu anaenda kutoka nini? Paka zinashitoa zimeisha zote. Sasa ile kijana zikaisha zote. Pesa zilipoisha kwa kuisha sema nini sasa? Ningetafuta kazi. Ninakuwa hivi kwa kanisa. Wewe ningetafuta kibarua. Pale kibarua, tawala kulisha nguruwe. Chakula napata? Hakuna kuni kuleta nakupa zile za nguruwe za kulisha. Kule kwa baba yake maisha fresh. Na kule kuna wafanyakazi ambao wale wafanyakazi kule kwa baba hawali chakula cha nguruwe. Wanafanya kazi mashambani, wanafanya kazi lakini wakati nyumbani wanakula chakula kizuri na familia. Yeye kule kumbuka ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa baba ambaye amekimbia huko duniani. Mpaka alipozingatia moyoni mwake. Yaani alipokaa akawaza, hivi mimi si mtoto wa baba? Sasa sina baba yangu. Na ndio jinsi ambavyo Wakristo wengi tulivyo. Mara nyingi sana tunakimbia. Lakini lazima tukafanya mambo tuelewe. Nazungumzia yule ambaye amefanya nini? Amezaliwa upya. Sawa? Yule ambaye ni mwanafamilia, usio kajifariji labda unaishi maisha ya dhambi ukajua si moyo kwa baba.
wale ambao ni kondoo wangu wanasikia sauti yangu, wale ambao ni kondoo wanasikia sauti yake. Kwa hiyo sasa yule hata hilo wazo la kurudi, kwa sababu alikuwa tayari nani, ni mwanafamilia, akasema mimi nafanya nini, narudi kule nyumbani. Kama ni kawaida baba ingemwona mbona mwenye ule kitimi, yule jamaa mwingine mbaya sana, sitaki baba alisema hivyo. Hapana, ni mtoto wake, amekimbia, amemharibia, ameharibu ushuhuda wake, amechafua jina la kanisa, alifanya kila kitu, lakini mwenye dhambi anapotubu na kurudi anakaribishwa kwa furaha. Ndio jinsi ambavyo Mungu anakukaribisha na kualika wale wote ambao wamezaliwa mara moja tu. Mkazo wangu ni nini hapo? Kuzaliwa ni mara moja katika familia ya Mungu. Kisha zaliwa katika familia ya Mungu mara moja, uweze kupotea. Unaweza ukaanguka kweli, unaweza ukapoteza neema, unaweza ukapoteza uhusiano, ile fellowship, ushirika na Mungu, ukapotea, ukaenda huko sasa ukamtukana kwa Mungu, lakini itakapokuja ndani ya moyo wako, sema baba yuko wapi, na baba ni baba yako. Aliporudi alipokelewa vizuri, akafanya na sherehe kubwa, na sherehe ambayo ilikuwa ni ndani kifani, na watu wakakaa na kufurahi na kushangilia kwa sababu mwenye dhambi amerudi. Ilibidi siku moja hicho kifungu miaka mingi iliyopita, nikasema unaweza kupotea ukiwa nyumbani. Maana yangu nini? Kupotea ukiwa nyumbani, unaweza mwana mwingine ambaye alikuwa pale nyumbani. Yeye sio pale nyumbani. Yeye alikuwa mahali kupotea, alikuwa mwana yule kupotea kwa mmoja. Yeye alikuwa anaenda kamerudi. Baba umepokea, mimi nimekaa na siku zote, jaribu chochote mimi nakaanza kila siku hapa. John Fred ndugu yangu mimi si ndani kama kule chageni. Swali hapo. Hivi mbona mpotea pale ndio? Ndio nyumbani, bora unaweza kupotea kwa nyumbani. Ndio unapotea kwa nyumbani. Kwa makini sana kwa mwingine. Ndio lazima mimi ni Mkristo, niko kanisani, nimekulia kanisani, nimezaliwa kanisani, nimeishi maisha kanisani, nakaa kanisani kila siku, naimba kwaya kila huko ndani, lakini ukafanya nini? Ukapotea. Wakati mwenye dhambi anapojutia dhambi zake anakuja, sio hayo ya kwenda malaya, alikuwa ni kahaba, alikuwa nani, alikuwa mlevi, alikuwa mwizi. Mimi ni mwanakwaya, kwa nini mmekaribisha mwanakwaya? Unapotea ukiwa kule ndani. Mimi sana hii para bora kwa sababu mwana mpotea. Yes, wale mwana mpotea sababu leo kupotea na mali za mambo kule, lakini mimi naamini conviction yangu mpotea yule ambaye alikuwa ndani ndio mwana mpotea. Lakini tukisoma basi haraka kwa mwana mpotea ni upi? Hiyo mwingine. Anyway, maana yangu kuleta mfano ni nini? Mara zote kuzaliwa mara moja, na ukishazaliwa mara moja unaendelea kuwa ni mtoto hata kama utapotea, lakini neema ya Kristo iliyokuokoa itakurudisha. Leo unasema kwamba kuhifadhiwa kwa watakatifu, preservation of the saints. Hakuna ambaye Mungu anamuokoa alafu anashika kumtunza. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Akiamua kukuokoa anaokoa mpaka mwisho na anakuhifadhi mpaka mwisho. Swali, je, umezaliwa mara ya pili? Umeingia katika familia? Je, Mungu ni baba yako? Sasa kama sio baba, hakuna jinsi ambayo unaweza sema simu yako rudi nyumbani. Kurudi nyumbani tu hapo ni kuokoka, ni kutubu na kurudia Yesu Kristo. Mimi naomba nimeamua kuokoka leo nizaliwe katika familia ya Mungu. Kwa ufupi, kuzaliwa pia kunamaanisha kuzaliwa mara ya pili, na pia kunaitwa kuokolewa kutoka nguvu ya dhambi na mauti ya milele. Na fundisho hili la kuzaliwa upya au kusema kuzaliwa mara ya pili linafunzwa waziwazi katika maneno ya Yesu Kristo alipokutana na Nikodemu alipomjia usiku ule katika Yohana mlango wa 3 sura ya 3 mpaka 4. Tumeshasoma kuzaliwa upya ndio njia ya kwenda mbinguni. Lazima ufufuke ili uende mbinguni. Huwezi soma na mbinguni wakati umekufa. Sababu unakuwa umekufa katika habari ya dhambi, umekufa ndani ya dhambi. Kwa lazima uzaliwe mara ya pili ili kwamba uweze kwenda mbinguni. Na kuzaliwa upya ni kazi ya Roho Mtakatifu kutumia na kuonyesha faida za upatanisho. Tumeshasoma mambo ya upatanisho, mambo ya atonement, kazi ambayo Kristo alifanya pale msalabani. Sasa ili ile kazi ifanye kazi, yaani ile kazi ya Kristo alifanya msalabani, atonement na upatanisho na nini na kuondolewa kwa dhambi
Sasa ili yale matokeo yake yaonekane, lazima mtu azaliwe mara ya pili. Lazima ndio nasema ni application of the work of Christ. Ile kazi aliyoifanya inatenda kazi ndani yetu. Ndio maana sasa tunasema tumezaliwa mara ya pili tumeokoka. Sababu tayari Kristo alishafanya kile ambacho yeye anakusudia kufanya kwa ajili yetu sisi. Roho Mtakatifu anatumia neno la Mungu ambalo linahubiriwa kumfanya mwenye dhambi kuzaliwa upya. Kwa neno linatumika ambalo ndio mbegu ambayo isiyoharibika ambayo inatiwa ndani ya kazi ya Mungu. Katika hatua ya kwanza kabisa ya wito wenye ufanisi yafuatayo ni muhimu kuzingatiwa. Sasa yale ambayo tunatakiwa kuzingatiwe ndio ambayo tutaendelea nayo lakini mara baada ya kutoa mapumziko mafupi. Na mapumziko mafupi alafu tukija tunaangalia sasa huko kuzaliwa mara ya pili. Sasa kuna vitu gani ambavyo vinaambatana hapo. Tafadhali sasa hapo nasema na nusu ya kila bunge nasema 32 bora kama nifanye ya kwangu ndio ndio kwa 32 shot. Sawa. Tuendelee. Mimi sipati hiyo sana. Mimi na ibada ya kamili. Huyo matokeo ya ufanisi kinachoanza cha kwanza ni conversion. Kama mtu anasikia injili anamwamini Kristo, anasikia mtu anaokoka amezaliwa mara ya pili, na hicho kitendo sasa tumesema kwamba hatua hii ya kwanza kabisa kuna mambo muhimu ya kuzingatiwa. La kwanza, na baada ya kusikia injili tunasema kwamba kuna kuzaliwa upya. Kuzaliwa upya maana yake ni kunapelekea mtu kufufua katika hali ifuatayo. Anakuwa kiumbe kipya, anakuwa na maisha mapya ambayo anamuongoza mtu kuishi katika maisha mapya pia. Kuwa na tabia mpya ambayo inavaliwa kama sare iliyovaliwa. Kama unauvua mtu wa zamani unavaa upya. Kama vile unavaa sare mpya. Ili pia huyu mtu anakuwa ni mtu mwenye tumaini jipya. Na tumaini letu sio la hapa duniani, ni tumaini jipya. Kwa hiyo ile kitendo cha kwamba mtu ameokoka, amezaliwa mara ya pili, amekuwa born again, cha kwanza kabisa tunaambiwa huyo mtu amekuwa kiumbe kipya. Kwa hata imekuwa sema hata imekuwa mtu wa Kristo, amekuwa kiumbe kipya, yakala yapita sasa yanakuwa mapya. Kwa hiyo ndio jambo la kwanza kabisa kwamba unapoambiwa kwamba so and so fulani ameokolewa, ameokoka, amezaliwa mara ya pili, amebadilisha maisha yake, amekuwa converted, tunaambiwa mtu amekuwa kiumbe kipya, kama vile kuna uumbaji mpya ambao umefanyika ndani yake. Ni mtu yule lakini anakuwa na asili mpya. Ile asili ya zamani inakuwa imekufa, inakuwa hiyo. Anakuwa na mawazo mapya. Kama ni mtu ambaye alikuwa akiamka asubuhi anawaza anasa za dunia, anakuwa sasa na mawazo mapya kwa sababu akiamka asubuhi anawaza jinsi ya kumtukuza Mungu. Anakuwa ni kiumbe kipya. Anakuwa na upya fulani ndani yake. Lakini pia matamanio yake, anatamani kufanya nini? Zamani kabla hujabadilika ulikuwa ni mtu ambaye labda una matamanio ya kitu fulani ambavyo ni vya kidunia zaidi, more fleshly. Lakini mara baada ya kuwa kiumbe kipya, unakuwa na matamanio ambayo sasa ya kimbinguni. Naweka hazina yako mahali ambapo moyo ulipo pia. Unakuwa na hata na marafiki wapya. Lazima niseme ukweli. Aliyezaliwa mara ya pili ambaye amekuwa kiumbe kipya, kwa sababu sasa ni kiumbe kipya, pia company zinakuwa ni mpya. Haimaanishi wa zamani unawachukia, lakini unatafuta wale ambao unaendana nao na wako ambao pia watakujenga. Wakati mwingine kuna marafiki ambao sio kujenga, ni marafiki wa kubomoa. Yule kana mtu ambaye hata kuambia hata siku moja kwamba ni muda wa kwenda baadaye, au ni muda wa kufunga kwa ajili ya maombi, au ni muda wa kufanya akuambii. Yesu anasema atakwambia ni pesa na pesa na pesa na pesa, au starehe. Sio rafiki. Mfikirie mara mbili mtu namna hiyo. Yaani kama akija tu bali nyumbani kwako yaani cha kwanza alikuwa rafiki yako mzuri sana, anachokuja cha kwanza tu ni kuambia nilisikia na bado utapata pesa mtu namna hiyo mwogope.
Nimeshatoa ushuhuda mara nyingi wa maisha yangu binafsi na wala kwa faida wala kwa wageni. Faida wala kwa wageni pia sio bali kwa share kidogo. Lakini nimesharudia mara nyingi. Kwa hiyo nikirudia kitu mara nyingi kitakuwa na fundisho. Mimi kabla sijapata wito wa kumtumikia Mungu, nazungumza kwa ile wito wa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wito wa wokovu ulikuwa mbele kidogo zaidi, lakini kumtumikia Mungu nilikuwa mwalimu nafundisha. Na niko na kaka yangu. Tunapendana sana. Napaka sasa tunapendana sana. Lakini tunapendana kwa sababu tumesoma pamoja, tumestruggle pamoja na maisha, yaani tumepambana kwa maisha. Nijisomeshe sisi wenyewe wawili. Kwa hiyo wazazi wao wanaweza kusomesha, kwa hiyo tulistruggle sisi wawili. Natoka shuleni, kwa hiyo ya Dar es Salaam Minaki, mimi na mkoa wa Moshi. Tutapigana kwa hiyo simu, tunapigana kwa barua. Kwa barua zinaandikwa posta. Ile ni kesho unaona nini na mimi tukutana. Tunatafuta kibarua kwa watu na kibarua. Ili tupate pesa kwa nani? Pocket money unatafuta. So na ada wakati mwingine tukoze kwa ile ada kwa price. Very cheap. Most likely free. Kwa maana maisha yalikuwa ni maana nasema kwa kupendana sana. Hizo masomo na kutaelekea tofauti. Lakini mwisho wa siku kwa hiyo jitokeza tukapata kazi sehemu moja, tukapata kazi mahali pamoja. Ndio nilianza kuwa mwalimu na nikaanza pale. Sio nimepata wito kwenda kutumika. Kanita kwa kiasi. Kama ndugu nimechanganyikiwa nini? Ndio sio na nimechanganyikiwa nini? Anachele pesa ya msongo kwa ngazi ya bure. Of course kanisa sasa wale pesa, alipe pesa yote. Unaacha kazi, unaacha pesa unapa kazi ya bure au mchanganyiko umeisha kabisa. Wewe yani ndio mambo tuwadile zero kwenye familia. Yani tumestruggle miaka yote au unaacha unaenda kufanya kazi ya bure kabisa. Pesa ya bure ya kutumikia Mungu. Hata kwa mimi. Basi ni shetani bwana kutumia Mungu sana. Siku moja alichukua leo kutembea. Nani walikuwa kutembea. Kwa Jumamosi baada ya shughuli ya wiki, Jumamosi ni mapumziko. Kwanza ndio bado sijafanya maamuzi kamili ya kuacha kufundisha. Nafanya huduma kanisani na nilikuwa nafundisha, lakini nimeshapata picha kwamba mbele naenda kusoma. Ile ya kusoma tunajua nikienda kusoma tayari kuna sign mkataba na kufuta mkataba sitakuwa na mkataba tena. Sasa fikiria mara mbili sasa ndio tutatembea kwa kuulizana maswali. Kanaye tutatembea. Yesu ni wapi? Hizi nakaya na kama zaina na kiza pombe na kama mmoja. Simshamnyo soda mbili ndio zaidi ya soda mbili. Ni soda ndio ndio kwa mimi kama mtu wake akienda mahali vitu niende nikakisa mwishingi na pesa kakaangu. Hata ndio mwishingi ya Mungu. Baada ya kuanguka sema kama ndio yao sikunya tu moja tu kwa mshahara moja tu na shilingi moja tu na shilingi kana moja kesho ni kubwa ni Jumapili na nyumbani si mproe na Mungu asu Mungu na Mungu kama mtu sasa Mungu anakuwa ni umefanya nini? Kama vile ukile kesi ya Adamu kwa bustanini. Umefanya nini? Kishoka asubuhi siwezi kwenda kanisani nimelala. Nikaamka, nikaenda mahali kwenye msitu nikapiga magoti naomba na mliamo. Mzee akaja akaniambia. Kwa nini unaenda kanisani? Nikaona. Nalia tu machozi. Kwa nini unaenda kanisani? Nalia. Hata siwezi mwaka mmoja jana nimefanya ndani. Nashinda. Nalia. Jitahidi ile kanisa siwezi leo. Yaani kama vile nataka kueleza tatizo ile kanisa kwamba kwanza mimi na kanisa. Lakini kabla sijafikia uamuzi nikapata ujasiri nikafuata. Kama brother nakupenda sana na nakuheshimu sana. Lakini kuanzia leo naomba sitembee na wewe.
Yaani kupenda sana. Mambo mengine tutashikiana, lakini ukiniambia twende mahali sitaenda na wewe. Yaani kweli ilikuwa hivyo. Mpaka leo sijawahi kutembea na yeye. Unaenda mjini au unaenda sokoni unaona unaenda hata kama nikutembelea usiende na wewe. Wewe kama kuna watu unakuja kumtembelea, wewe ndio kwa baadaye. Tutakutana sifadhani. Wale kurudi, wewe ndio utakuja huko. Niambie jambo moja. Hizi ni vipi? Ambaye alisema kwamba umeacha kazi ya pesa, umeenda kazi ya bure, na yeye akisema anaendelea kazi ya pesa, sasa hivi tunamsaidia. Honestly, sio kwa sababu ya nini, lakini sio sababu ya tu. Kabla hata sijapata mambo ya kuja kufundisha chuoni, lakini tayari akiwa anafundisha, nilishaanza kumsaidia sababu aliingiza mkondo ule na nini kabisa. Kwa too much. Marafiki nao tembea nao watakupeleka mahali ambapo sio sahihi. Wewe kile ikiwezekana, ukisha kuwa kiumbe kipya, ukiwa na asili mpya, chagua ni nani ambao kwa nini utakaa naye, utatembea naye, atakaye kushauri. Wengine hawatakushauri, watakushauri kurudisha nyuma. Biblia hiyo ni nani ambaye unashirikiana naye. Kwa hiyo pia katika kuvaa, ni kama kuvaa, ni kama maisha mapya, kama kuvaa sare mpya, kama kuvaa vazi jipya. Na hakuna mtu ambaye sidhani kama kuna mtu ambaye maana baada ya mchezo ule mtoto umecheza, umesweati na nini, umefika wakati jioni atakwenda kula au kwenda preparation jioni. Ile mko ambao unaenda kuoga, mara baada ya kuoga, ile mko ambao unachezea uwanjani kuna unanyanyua matofali, kuna afanya kazi, utavaa tena. Unacheka kama unafaaga hivyo. Haitakiwi hivyo. Kwanza utajisikiaje kwanza kama umetoa mbona jasho nini umecheza na mpira kule utoe kuoga au uchukue tena ile nguo bae tena na kuendelea kusoma. Kisha wewe chapa maini. Naweka pembeni na ivua. Naweka pembeni na kafanya nyingine kwa nzuri kwa nini? Unavaa unaendelea. That's how Christian life is. Unavua habari ya mambo ya zamani, unavua ile ya zamani, unavaa mpya. Na ndio jinsi ambavyo unavaa maisha mapya ndani ya Kristo. Yale ya zamani unayaacha kule. Kama umefanyia usafi, utafanya lakini bila kufanya usafi huwezi kupata. Ndio maisha ndani ya Kristo jinsi ambavyo tunatakiwa yawe. Kwa hiyo ni kama kuvaa wajibu. Of course maelezo vizuri katika Waefeso, na tumeshahubiri, kwa hiyo sitaki kuelezea zaidi, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye tumaini jipya, na tumaini ambalo tunalizungumzia habari ya tumaini la uzima wa milele, tumaini la mbinguni. Na tunapozungumzia habari ya tumaini, ni kitu ambacho tunakiangalia mbele, hatunacho sasa hivi. Wakati ule labda ulikuwa unawaza maisha ya baadaye yatakuwa namna hii, maisha ya baadaye yatakuwa hivi, lakini sasa hivi ukishakuwa kiumbe kipya, mawazo yako yanawaza tofauti na ulivyokuwa unawaza jana, kwa sababu unajua kwamba ni naye ambaye nitamuona uso kwa uso, nitakaa pamoja naye. Yale ambayo ni ya nyuma na yaacha, sababu naangalia tumaini ambao liko mbele yako. Kwa kuwa Roho Mtakatifu anatajwa kuwa kimfano kuwa ni maji ya uzima, na mimi wakati mwingi sana Roho Mtakatifu ametajwa katika fungu hilo, anafananishwa na habari ya maji na maji. Haishangazi kwamba watu waliozaliwa upya wanasemwa kwamba kimfanano ni kubatizwa kwa Roho, kwa kunyweshwa Roho, yaani kama vile unakunywa maji. Lakini pia ile dhana ya kuoshwa, ndio maana pia tunasema kwamba kama vile sio kwamba unakunywa Roho Mtakatifu, you are being filled, unakunywa, lakini pia unakuwa katika hali ya kusafishwa. Ile dhana ya kusafisha, sidhani kama ukitaka kusafisha kitu unatumia maji. Na ule kimfanano, lazima kimfanano kwa sababu mingine tunasema maji yanaokoa. Si maji yanaokoa, yaani kuna mfanano ambao uko mahali pale. Ule mfanano sasa ndio ambao unafanya pia katika hali, kwa sababu Roho Mtakatifu umelinganishwa pia katika mtu ambaye amezaliwa na kwamba ameoshwa, amefanywa safi, ameoshwa baada ya kuoshwa kwa habari ya maji. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tuliobatizwa kuwa mwili mmoja, kama tu Wayahudi au tu Wayunani, kwamba tu watumwa au kwamba tu huru, sisi tumenyeshwa
roho mmoja, tumenyweshwa roho mmoja, tukunywa roho mmoja. Kuna maji, mtu kunywa maji. Mtu anyogi huwezi kusema nimekunywa ugali. Nimekunywa makande. Nimekunywa chai, nimekunywa maji. Ndio nakunywa. Kwa hiyo hali ya ufanano Roho Mtakatifu ni kama tunakunywa, lakini pia ufanano huo unapelekea katika hali ya habari ya kuosha au kusafisha. Muujiza wa kuzaliwa upya unasemwa kwa mfano katika Ezekiel anasema, ndipo nitanyunyizia maji safi nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Idols. Hiyo ni swala la kuosha maji. Nyunyizia maji kwa ibada ya usafi. Of course hapo ni Roho Mtakatifu ambaye anafanya hiyo kazi ya kusafisha, anafanya hiyo kazi ya kuosha. Ni mfananisho. Kwa kuwa ibada na utaratibu wa Agano la Kale ulijumuisha kuoshwa kwa njia mbalimbali, haishangazi kwamba maisha mapya ya kuzaliwa upya yanatajwa kuwa ni kuoshwa. Na baadhi yenu ambao ni watenda maovu walikuwa kama hao, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wetu. Wakorintho wa kwanza 6:11. Kwa hiyo kuna kuoshwa, ile kuoshwa ndio kuhesabiwa dhambi. Na please elewa jambo moja hapa. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuelewe tena, kuna vitu ambavyo tuchukue figurative. Unapozungumzia habari ya kuoshwa ni mfananisho. Si kama unapomwagia maji ndio unaosha dhambi. Kwa hiyo dhambi hazioshi kwa maji. Tunatumia maji hata uchukue mapipa kadhaa, huwezi kuosha dhambi. Hata kama bahari ya Hindi yote, umwagie bahari yote haiwezi kuosha dhambi. Lakini ile hali ya Roho Mtakatifu na ile hali ya kuosha ndio tunakuwa na mfanano wa kutumia maji. Maji yanafananishwa na wokovu kutokana na asili ya kuosha iliyopo katika maji. Si kwamba maji ndio yanaokoa, lakini ile asili ya kuosha. Ndio maana tunapotumia sacramento use of water, tunapotumia maji katika sacrament ni element sahihi kabisa ambayo Yesu Kristo pia alichagua itumike. Kwa kuoshwa kwa maji, mkabatize kwa maji. Kwa hiyo maana ile element inakuwa na ule mfanano wa kuosha. Kuna makanisa ambayo yanatumia elements tofauti katika sacrament ya ubatizo. Na makanisa yanatumia mafuta. Sasa kama kwa maana kwa mafuta, mimi si kwa maana kwa kuendea baadhi ya makanisa, lakini sidhani kama kutumia mafuta unaosha. Kwa sababu kutumia mafuta utakuwa mchafu zaidi. Kama mtu akimwagia mafuta kama vile anapenda chafuke zaidi, sababu mafuta yenyewe yana asili ya attractive vumbi, alafu baadaye itachafuka zaidi. Kwa hiyo sidhani kama mafuta yanaosha. Na kuna ambao wanatumia vumbi au mchanga. Kama mmoja mtu achafuke zaidi. Mimi naenda kubatiza hapo na mwagiwa vumbi. Na kubatiza kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu, hapo na mwagiwa vumbi bwana. Vile utachafuka macho, mchanga piga machoni itakuwa ni. Nafikiri vumbi ni kwanza, nafikiri asili ni kama tunatumia mchanga kujikurudisha mtu aliyekufa. Mungu anakurudisha kwamba mavumbi. Sio ni ubatizo. Kuna makanisa yanatumia sacrament. Hizo sacramental elements. Ndio wanatumia bendera. Hiyo ni very common salvation army. Salvation army ni ndugu zao na Methodist ndio. Methodist. Siogope. Salvation army ni kama ndugu, ni brothers. Methodist wenyewe hasa hiyo salvation army wenyewe wanatumia hiyo kama Methodist na leo kwa bendera. Ndio bendera ya hiyo mtu akipita pale tayari ameshamani. Sio batizo. Pita chini ya bendera sio batizo. Sawa. Bana ya ushindi. Bendera ya wokovu ya ushindi. Kwa kupita pale tayari ameshapita katika wokovu, ameshabatizwa. Lakini sacramentally, ndio ile sacrament bado kuna ishara ya kuosha. Unapozungumzia habari ya ubatizo, tunazungumzia habari ya ishara ya kwamba mtu amemkiri Yesu Kristo, kwa hiyo anakuwa katika hali ya kutangaza kwamba mimi ni mshirika wa mwili wa Kristo, kwa hiyo nimekiri kwamba pia dhambi zangu zimeoshwa, zimesafishwa.
Lakini kinachosafisha ni maji ndio yanasafisha. Kwa hiyo ni sio ngata wanaanza kwa moto, kwa moto utaungua. Ndio kanisa la Bwana kwa moto tutabadilika. Labda makanisa yako mengi na huduma ziko nyingi na kila mmoja anataka kuleta kitu ambacho ni cha tofauti. Na huu tofauti ndio ambao unatukimbiza mbali. Na ndio maana makanisa tunasema kwamba lazima tusimame katika ukweli. Hata kama kabisa ni wa zamani, you are too old. Ndio tunatumia utaratibu wa kizamani. Sababu wa zamani sisi tunafaa kwa sababu old is gold. Cha zamani ni chema. Sasa tumebakia katika uzee wa zamani, lakini bado tunasimama katika ile ya kweli. Mbona sisi za sasa tunaweza dogo. Sawa. Hata hivyo, dhana hii ni tofauti tunapozungumzia ubatizo kama sacrament. Kwa hapo ubatizo wa maji kwa hapo si ubatizo wa maji bali ubatizo wa Roho unaookoa. Kwa hiyo tunapozungumzia dhana ya maji kwenye sacrament ni tofauti kabisa na tunapozungumzia dhana ya maji kwenye Roho Mtakatifu. Kwenye Roho Mtakatifu tunatumia ni kama uokovu. Lakini tunapozungumzia sacramental use of water, matumizi ya maji kwenye sacrament si kwa ajili ya wokovu. Kwa hiyo msisitizo wangu bado unabaki pale kwamba maji hayaokovi. Wewe soma nimeokoka kwa sababu ni ubatizo. Kwa hiyo wale watu walioko mahali hapa, huo ni msimamo wangu, na kama tutapingana katika hilo, tutapingana kabisa. Na mimi kama italazimu kupata way kama jinsi Zwingli alipopata way na Luther, tutapata way. Lakini msimamo unabaki pale kwamba maji kama maji yanatumika kama ishara ya kuonyesha kitu ambacho tayari kiko ndani ya mtu, au katika agano. Ni agano ambalo mtu anaingia kwamba mimi kama mimi nimekubali kwamba nafuata Yesu Kristo. Mimi kama mimi kuna neema ambayo imeshaingia ndani yangu. Mimi kama mimi wale ambao wako nyumbani mwangu ninawaweka katika familia ya Yesu Kristo katika njia ya agano. Ndio maana tunataka kutoa. Hiyo si uoshaji wa kimwili bali uoshaji wa roho unaotokana na roho. Si uoshaji wa kimwili bali uoshaji wa roho unaotokana na Roho Mtakatifu, kutumia maandiko matakatifu ambayo yanatusafisha kutoka katika dhambi, ndio ambayo yanakuwa katika hali ya kuokoa. Tunazungumzia habari ya wokovu, tunazungumzia uoshaji roho wa Mungu anayefanya kazi kutumia neno la Mungu, sio maji. Kwa hiyo sakramenti ya ubatizo wa maji ni ishara ya nje ya neema ambayo tayari iko ndani. Ndio ndio swali. Kwa hiyo sakramenti ya ubatizo, tunasema mtu anapobatizwa si kwamba batizo kwamba ndio anabatizwa kwamba anaokoka, abadili aokoke, bali anabatizwa kwa sababu ya neema ambayo tayari ameshapokea ndani. Kwa sababu hebu sikiliza swali hilo, unaweza kusoma kama kusoma mzee nani? Kama ubatizo unaokoa, ni jinsi gani mtoto anaweza kama amebatizwa kwa kuokoka? Mbelezeni. Jinsi gani hapo mtoto mdogo anaweza kama ametoka? Sana. Yesu msikia? Nafahamu. Lakini una neema kwa ubatizo. Yaani kwa leo batizo kwa vile tayari ameshapata kwa wokovu kidogo. Hamna prevenient grace. Sema hapa rais asoma mwalimu darasani. Sawa? Sema hapa darasani rais anapoona mtihani, lakini kwenda ku practice ni kitu kingine. Sawa shida. Ka practice hivyo. Kiumbe kipya, ukikula kuzaliwa mara ya pili, lakini pia kuna neno ambacho pia tunalofahamu. Kwenye hatua ya kwanza tunasoma kuwa kiumbe kipya, new creature, kiumbe kipya. Mtu aliyezaliwa upya anaishi katika ulimwengu mpya kabisa, akiwa na maisha mapya. Mungu alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Yaani tunapata picha mtu ambaye
alikuwa anaishi katika kampani fulani au katika dunia fulani au katika nchi fulani, mara baada ya kumfahamu Yesu Kristo kama vile ananyanyuliwa mahali pale, anapelekwa katika ufalme mwingine au katika dola nyingine au katika jamii nyingine kuishi. Wezi hatuhamishwi. Vinginevyo Yesu anasema kama ingekuwa ni hivi basi ingetakiwa tutoke duniani. Kama ingetakiwa tu, lakini Mungu atuombee tuhamishwe duniani. Vinginevyo ingetakiwa duniani tukae. Ukishaokoka wame hapana. Tunakaa hapa lakini katika asili mpya tukiwa hapa duniani. Lakini katika hali ya mtazamo wa kuona ni kama vile tunaishi duniani lakini sisi sio duniani. Hapa sio mji wetu. Yaani kama tumeazima mahali pa kukaa, sisi wapitaji ndio wasafiri. Maana ni kwamba hapa we are sojourners. Kuna mahali tunakwenda. Kwa hiyo tuna asili yetu, tuna makao yetu, tuna mji wetu mahali ambapo tunaenda. Sidhani kama kuna mtu yuko hapa sasa BCA nyumbani kwake hapa. Sawa. BCA nyumbani kwake. Hapana. Kuna siku daktari likizo na nyumbani. Kama sio likizo itoshi ukati akakata kwa nini? Tunatoka tukaenda. Hapa ni wapitaji BCA. Sasa hiyo picha wa wapitaji BCA, baada picha kwa hapa duniani pia ni wapitaji. Kwa siku moja tukaama hapa duniani, kuna makao yetu ambao tunaandaliwa, tumeshaandaliwa. Wale wote ambao ni viumbe vipi ambao tumekuwa converted, ambao tulikuwa tunaishi hapa duniani, mara baada ya kuzaliwa mara ya pili tunaondoka, tunaangalia asili mpya. Na ile asili mpya ambayo tunaenda, bila kuambia kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao, na ndio nimeenda kwa hili kuandalia ili nikienda kule niwapokee tukae pamoja. Cha kushangaza, Wakristo wanaishi duniani kama vile ndio wamefika. Yaani kama vile wanajenga mansions kama ndio kabisa, yaani ndio mahali kupetu. Ama sio petu. We're just sojourners. Msafiri. Hapo kama pale stay asubiri gari liende lipite. Asubiri ni pilgrims, ndio ambao ni sojourners, strangers. Aliens, ni wageni. Kwa hiyo kwa Tanzania lakini ni alien. Alien sio nzuri sana. Ndio alien. Kama la cash for ndani yake. Ayo an alien. Kama hiyo alien maana kwa wewe sio mwenyeji. Wewe ni alien, wewe sio mwenyeji hapa. Kwa sababu nyingine hapo gala ndio kwa sababu nyingine. Ndio bishi sana wewe. Remember you are alien. Kumbe ni mgeni hapa. Wewe sio Tanzania ni mgeni. Ukienda kule kwa mbele hapo kwa nini? You are alien. Hapa duniani tunakuwa nini? We are aliens. Sisi wageni hapa. Ndio hapa sio nyumbani kwetu. Kama tumekaa hapo tunakaa hapa. Hapa kuna wenyewe na Mungu wa shetani na watu wake hapa duniani. Mpaka utakapoharibika wote. Sasa tumeanzima kwa mahali pa mambo ya shetani au kama tunakaa tunafurahia. Ndio furahia. Ndio maana hapo mtu anapenda kufa lakini kufa ni kuzuri. Ndio katika maisha ya dhahabu. Unataka kufikia mafua ndio unafikiria mafuriko, unafikiria Iraki itapiga nani, Iran itapiga bomu nje Tanzania. Ndio fikiria mambo mengi hapo. Hapo mbinguni hamna visa ndio mbinguni bila ni salama. Bila sema kwamba ndio ndio lakini nataka mpaka nioe kwanza. Kwa sababu unaweza kuanza bila kwa sababu ndio ndio shida za hiyo sababu tunaacha ndio moja sana tena. Ukienda fresh vile vile. Aliko? Sio wote. Ukitatizika kwa mwingine. Anyway, shida ya kufundisha watu ambao ni wasomi anataka mambo kupekea. Tumeenda kwa hapa na penya kwa mpaka
mtu aliyezaliwa mara ya pili anataka kuwa ni kiumbe kipya, tumeshasoma hiyo, lakini pia maziko au maziko yake yalifanyika alipobatizwa katika kifo cha Kristo. Na naomba nisikilize hapo kwa Warumi mlango wa 6, naomba tusome. Kuna fundisho liko mahali hapo ambalo linachukuliwa kama makosa. Naomba pia nilisahihishe na wote ambao pia wanafuatilia mafundisho haya wapate kupata hilo sahihisho ambalo nataka niweke mahali hapo kwa mkazo kabisa. Warumi mlango wa 6, haya maziko ambayo yalifanyika wakati ulipozaliwa mara ya pili. Sasa unaposoma tafakari, nakwambia ili kama unaposoma uelewe tafakari. Kuna watu ambao wanachukulia kifungu hiki cha Warumi mlango wa 6 kwamba ni dhibitisho la ubatizo wa kuzamisha. Baptist nani? Mtu wa Baptist aliyopotea. Alikuwa Kurwa. Alipotea. Aliona soma aliona kwa potosho. Sijui la nini. Warumi mlango wa 6 mstari wa kwanza kwa kuna mmoja tusome kukuuliza. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioingia dhambi, tuishije tena katika dhambi. Nafahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulikuwa pamoja naye katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa Baba, hivyo na sisi tuendelee katika mauti ya uzima. Maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mkijua neno kuwa wetu ambaye ili kama dhambi tubatilike, tusitumie dhambi tena. Kwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi naye. Jua kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haitawali tena. Maana kwa kufa kwake alifia dhambi na mauti, lakini kwa ule ufufuo wake amemjia Mungu. Moja. Hivyo kutokana na sisi Mungu wa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Vivyo hivyo ninyi nanyi ambao mmeokoka, ambao mmeanza maisha mapya, ambao mmepokea neema ya wokovu, ambao mmepata wito mkuu, wito wenye ufanisi, hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kristo alipofufuka, yaani ule ufufuo wa Yesu Kristo ulitufanya sisi ambao tunamwamini tuwe hai. Kwa kufa kwake na kwa kufufuka kwake tunakuwa sisi tuwe hai. Kwa maana nyingine kama vile kama Kristo asingefufuka, singekuwa na maana ya kusema sisi tuwe hai. Sababu kitendo chake cha kushinda mauti na kuwa hai kwa maana sisi tupate kuwa hai na kwa tutakuwa hai milele. Tutafufuka. Lakini sasa kuna watu ambao wanachukulia huu mstari, hasa mstari wa 2, wa 3, afahamu kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake, tulizikwa pamoja naye kwa ajili ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa ajili ya utukufu wa Baba, hivyo hivyo na sisi tuenende katika uzima. Niulize swali. Ubatizo tumeshazungumzia ubatizo pale mwanzoni kwamba kuna ubatizo, kuna bendera, kuna mchanga, kuna mafuta, kuna maji. Ubatizo unaozungumzia hapa ni sakramento. Moja tikisha kichwa. Ubatizo unaozungumzia tumezikwa katika ubatizo na katika mauti yake ni ubatizo wa sakramento. Hapana. Tunakubaliana wote? Ndio. Wao nikija kanisani kwako kaniambia ni sakramento, ni ubatizo, ni sakramento, ni utakuwa ni makosa. Kupiga maana. Nauliza na maana yako kwa sababu wale ambao ni wazamishaji wanatupea kifungu kwamba tulizikwa na Kristo. Kwa hiyo kama tulivyozikwa tunafufuliwa na Kristo. Yaani unamzika mtu kwenye maji, unamfufua kwenye maji, unamwondoa kwenye maji. Kwa hiyo jinsi umezama na kuibuliwa. Na watu wengi sana wanasaidi kifungu kama ni support nzuri ya immersion. Hii sio support immersion.
Sio kifungu kinacho support kuzamisha. Labda kama ukipata kifungu kingine sawa, lakini sio kifungu hiki. Nimesema ile mkazo kwa sababu watu wengi sana wametumia kifungu na kimepotosha teolojia, kwa sababu ubatizo unaozungumziwa mahali hapa sio ubatizo ule wa sakramenti, ni ule ubatizo wa utambulisho kwamba mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo, yaani wokovu. Yesu tunasema ni wokovu. Kwa ubatizo unaozungumziwa ni wokovu zaidi ya yaani kwa identified with Christ, ni ubatizo wa wokovu kuliko sakramenti. Na nilete kwa kubaliana kwa sababu Yesu tunasema ni kule kufufuka na kuunganika na Kristo. Kama ni kufufuka na kuunganika na Kristo, hakuna jinsi ambavyo ubatizo wa maji unaweza kufanya sisi tuunganika na Kristo. Bila sema tena ubatizo wa wokovu. Sasa tunazungumzia hapo kwamba tulipofufuka katika njia ya ubatizo wake, katika njia ya mauti yake, tuliunganishwa na yeye. Yaani kama vile tulikuwa kimoja, tulikuwa pamoja na yeye. Adoption, tulifanya kuwa wana. Wewe na maana ni wokovu. Wewe na unaozungumziwa hapa ni wokovu. Nini? Hata wale ambao wanazamisha kisamtumia kifungu hiki. Yesu alikuwaje? Ile tradition ya Yesu alikuwa ziko. Aliziko ni kwa principle ya Mathayo, alienda kule bustani. Nana traditionally kaburi ya Yesu Kristo walisema shimo. Hapo ni pango. Kwa kama ni pango, wale wanaozamisha pia waje maji ni pango. Alafu mtu akitaka kuagizwa kwa nini? Aikizo kule hapo kama mkabadi. Aikizo kule hapo kule. Kwa hiyo wakati mwingine vifungu vingine lazima tusome katika mwanga wa kuelewa na kuweza kufundisha mtu zaidi. Na nimesema sio sababu ni yaani kifungu ambacho kinakuwa misleading. Yaani marafiki zangu ambao ni Pentecostals wana kila ukiongelea kupeleka kwa Warumi. Ukijua tulizikwa pamoja naye. Lazima na sisi tuzikwe. Kwa lazima maji kufurike kabisa ndio ishara ya kuzika. Alafu unapotolewa ni ishara ya kufuka. Kwa hiyo umefuka tena katika upya. Umefuka katika upya maana maji ndio yanafufua upya. Sio issue ya mwili. Ndio wakati mmoja kupata masala lakini Baptist hapa ni wachache. Wale ambao Baptist ambao na kusema Baptist sio ndio la Baptist. Baptist ni wale ambao wanaamini kuzamisha. Ndio wachache kuliko ambao ni Immersionist. Na ni Immersionist ni wachache kuliko Sprinklist. Sprinklist wamekuwa wengi sasa. Mbona unafundisha wakati mwingine unapata changamoto na sasa mpaka darasa ligawanyika. Yaani siku za leo darasa ligawanyika kama ni pamoja. Baraka Patricia Dominika tuko squeeze ya mnafita. Tabuni. Ibrahim sema wapi? PCA. Jibu ameshapeleka kibao sisi. Kuna mwingine? Labda na wewe Methodist wanazamisha. Anyway, batizo maji mengi, maji kidogo, imani muhimu. Sawa? Batizo maji mengi, maji kidogo, uzamishe, unyunyiziwe, muhimu nini? Imani, faith. More water, more or less. Faith is best. Imani ndio muhimu. Kwa hiyo wale ambao mnazamisha, lakini imani ndogo. Sisi ambao tunanyunyizia maji kidogo, imani ni kubwa zaidi. Sababu maji kidogo pia yanatosha. Lakini maji mengi. Lakini kiniita katika kwako kama unazamisha, wala kama unazamisha. Sasa kiniita ndio kule Bukoba usikia sina batizo hapo kwa tembo Bukoba. Kagera. Wewe ndio utakuzamishia. Sisi ndio kuzamisha. Takusikia ndio kuzamishia, kio kuzamishia imani. Bado unaelekeza maelekezo sababu sasa hivi. Sasa unatoka huko. Ndio kuzamisha bora. Samani mbali. Kama bila na maji. Kama ndio na mambo. Ngaje samani. Sema swali. Asante. Kuna maswali wewe kwenye swali tumejaribu kesho. Kwa Ijumaa. Kwenye kanisa. Au ni swali la uhusiano na hapo. Ni uhusiano na kuzaliwa mara ya pili, uhusiano mambo bado kama topic ya bado Bible. Kuzaliwa kwa mara ya pili. Sasa inatosha.
kama husiani na ubatizo basi. Hebu uliza haraka haraka. Unasema nani wenye kunyunyiza wana imani kubwa kuliko wale wanaozamisha? Tunawezaje kujua kama hao wanaonyunyiza wana imani kubwa? Habari ni kutoa mfano. Sio usijenge fundisho pia hapo. Nimetoa mfano kwa sababu ningekwambia kwamba nikija kwako nikakwambia nipe chakula karibu tu kijiko kimoja, kwamba kimetosha kabisa utashiba. Mimi nataka bezeni. Hana kidogo mzuri, aiwe sawa. Kila chakula kidogo ni maana yake ni kwa sababu lakini kidogo anashiba. Yaani maana yake ni kwa mfano, sio kwamba ni fundisho. Tafadhali naomba tuchukulie kitu ambacho ni fundisho na kitu ambacho nini? Ni mfano. Tujie tu makini sana unaposikiliza mwalimu. Ndio usijengea fundisho kwenye mfano wa mwalimu. Kwa hiyo nimetoa mfano tu kwamba wale ambao wanaamini maji kidogo, sio kwamba wanakunywa maji kidogo, maana yake kwamba sio kwamba ni wazuri zaidi. Joseph, sio kwamba wao ni wazuri zaidi. Na wale wajibeni sio kwamba wao ni wazuri zaidi. Wote ni wazuri. Kwa sababu kwa nini? Ubatizo ndio maana nimemwambia Baraka kule kwa anazamisha, akiniita ndio zaidi. Tamzamishia, mimi sina shida. Lakini shida ni wao. Unaweza kutengeneza ground hapo. Shida ni wao. Wakija huku kwetu hawazamishi. Wanaenda hawanyunyizi. Na kama vile laana. Si maji yanatumika. Yaani baptisti mzuri hapo. Wewe baptisti unazamisha? Ndio. Joseph. Nikualika kanisa kwa mtu mafili na ubatizo. Au una maji ya kibakuli. Utafanya? Nafanya ndio. Sasa baba ni wachache za wote huko BCA. Ni wachache. Yaani wengine wanaona kile kibakuli wanaona ni laana. Mwenye mjaokoka kabisa nyie mmenyunyizia maji ya kibakuli. Yaani maji ya kibakuli na maana maji ndio yanaokoa. Hamjaokoka sababu mmemwagia maji kidogo. Rafiki yangu yeye bwana ananiambia chukani wewe ni mzuri sana lakini yani maji ya kibakuli ndio yanakutesa. Umeshazamishwa. Umeshazamishwa kitu umetimiza haki yote. Sasa haki yote ni ipi? Kuzamisha. Hapo ni imani. Beleza? Na sasa tunakuja tunaje? Hapa kwenye ubatizo kwamba kwa nini sisi tunabatiza watoto na wale wanabatiza watu wazima? Hapo ndio kuna tofauti. Agano. Umeshasoma covenant of grace, agano la neema umeshasoma? Umeshasoma mambo ya maagano au nafikiri ilikuwa kwenye doctoral alipofundisha kwenye anthropology aliingia kwenye agano covenants. Kwa kama kugusia hiyo alifanya aliruka kipengele muhimu sana. Kwa hiyo mimi ningekugusia hili alifundisha bado hajakubali. Sio leo, yaani bado ana safari ya kwenda. Bado na safari ndefu ya kwenda. Lakini pia sijajua kama Easter mwaka huu itafundishwa, lakini kama itafundishwa hiyo na kukaribishwa ni Easter. Yeye kwenye Easter hizo tutafundisha vizuri zaidi. Na sababu tunafundisha taratibu na vijana wengi waelewe. Sio kama nimebidia mtu lakini ndio sababu wengine sioni watu haya hapa mbele. Ese na swali hapo naomba tuangalie kifungu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. hizo zalio Inasema Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mfano wa kifungu. Amin mtu asipozaliwa kwa maji ambayo hayo maji ni roho. Sawa? Yaani sio maji mtubina inaelezwa mahali hapo. Kuna tafsiri nyingi za kutaka. Kama jinsi ambavyo Dr. Kwa juzi alielezea kwa mmoja. Kuna tafsiri hapo na tafsiri nyingi hapo. Lakini kwa tafsiri ambayo nimekuja nayo mimi kwa hizo notes ni ambayo amezaliwa kwa maji ambayo ni roho. Sababu Greek hii ni kai. Tafsiri ya kai ni Greek. Alafu en pekee Kai ni nini? Sasa unasimamia hapo ndio shida ya kusoma hiyo. Anataka ile cha kwaje kwenye kai hapo. Ndio maana unasoma language, unasoma Greek language ni ili utafute hizo possibilities zote, sawa? Sasa kwa sababu tayari wewe mawazo yako ni kwamba ni n, unatafsiri n kai kama neno. Kai sio lazima iwe. Inawezekana ikawa ni n even also naweza kusema kwamba aliyezaliwa kilichozaliwa kwa maji ambacho ni roho ambayo ni roho. Mtafsiri pia born of water which is even ambayo pia
Hiyo ni tafsiri ambayo inaweza kusomeka hapa, lakini pia naomba tafsiri mstari huu kumaanisha kwamba kuna kuzaliwa kwa asili, kuzaliwa kwa maji. Yaani ile kuzaliwa kwa maji ni kuzaliwa kwa asili. Yaani mtu amezaliwa tu kawaida, mama anapomzaa mtoto anasema kuzaliwa kwa maji, kuzaliwa kwa asili. Lakini pia kuna kuzaliwa kwa roho, kuzaliwa mara ya pili. Hiyo ni tafsiri ya pili. Nyingine, basi kuna kuzaliwa kwa maji ni ubatizo wa kawaida, ubatizo ambao ni kawaida, lakini lazima ubatizo wa roho. Kwa hiyo kwa tafsiri tofauti sasa tunategemea ni kama unataka kuichukua Mchungaji sina neno tena. Una neno tena. Kwa hiyo ufufuo, maziko yalifanyika pale tulipobatizwa tukamwamini Yesu Kristo, lakini ufufuko ulitokea pale ambapo tulipomwamini Yesu Kristo. Sasa wakati tumekufa, Yesu alipokufa tulikufa pamoja naye, tukazikwa. Alipokufa Kristo alikufa tulipomwamini, lakini tulipomwamini pia tukafufuka pamoja naye katika kufufuka. Mtu aliyezaliwa upya ni kama mtu ambaye amefufuliwa kutoka katika wafu na kuingia katika maisha mapya. Mwana mpotevu amerudi nyumbani, amekuwa amekufa naye yu hai tena, amekuwa amepotea naye amepatikana. Kwa hiyo hiyo picha ambayo tunaipata mahali pale, maisha mapya katika Kristo ni kitu ambacho pesa haiwezi kununua. Pesa haiwezi kununua, haiwezi kununua wokovu. Huwezi kulipa pesa ili kwamba useme nimezaliwa mara ya pili, impossible. Lakini jambo la tatu ambalo ni muhimu katika mara baada ya wito wenye ufanisi, lakini kama inaitwa uongofu wa papo hapo. Neno uongofu. Sikia mwongofu wa Antiokia. Mwongofu ni mtu ana maneno. Aliyekataa. Mwongofu ni aliyegeuka. Ni convert. Yaani alikuwa ni mwongofu. Sio kusema mtu fulani ni mwongofu. Sio mwongofu. Tofia maneno tafadhali, sababu unataka watu wa mwongofu sio mwongofu, sio uongofu, sio wokovu. Ni maneno mawili, sio maneno mabaya, sio bali neno limekosea kuandikwa. Sababu zamani kulikuwa na kuwa Sunday school, mwalimu wangu asema unajua vitu vingine kufundisha mtoto wako unakumbuka? Yaani nakumbuka nilipofundishwa na mwalimu wangu alikosea. Sema mwongofu wa Antiokia, yaani wale waliokoka wa kule Antiokia. Ndio hiyo mpaka leo aliokoka. Sio aliokoka. Muongofu si aliokoka. Muongofu ni mtu ambaye amebadilika. Unaweza ukabadilika imani. Kwa mfano, kama ulikuwa ni Presbyterian, ukawa Lutheran, ni muongofu. Ulikuwa Lutheran ukawa ni muongofu. Kuna change. Haisema yes, inaweza ikawa na uhusiano wa wokovu, lakini lazima kuwe na kitu ambacho kimebadilika. Sasa tunapozungumzia habari ya wito wenye ufanisi, kunakuwa na badiliko wa hapo kwa papo, kunakuwa na conversion. Mtu anakuwa converted, alikuwa hivi, anabadilika anakuwa hivi. Si kwamba mtu anakuwa kiumbe kipya, anakuwa na asili mpya, lakini pia anakuwa ni mtu ambaye anabadilika. Uongofu unaweza kufafanuliwa kwa urahisi kama badiliko la mwelekeo ambalo hufanyika wakati mtu anapozaliwa upya na kuamini. Ni kitendo cha papo kwa hapo cha mara moja tu, conversion. Hamna mtu anaokoka alafu pia yes, kuna watu ambao wanasema kuna gradual conversion. Haya kama ni gradual, lakini lazima ifanyike mara moja. Huwezi sema unaokoka leo, yaani huwezi sema unaokoka kwa vipindi kidogo. Inaweza kuwa gradual. Naposema gradual maana yake ni kama yule mtu ambaye aliponywa na Yesu Kristo. Unaona miti, naona nini? Naona watu wanatembea kama miti. Baadaye akaona clear, akaona vizuri. Hiyo ni hatua. Lakini sio hatua ambayo inachukua muda mpaka kesho na kesho kutwa au siku nyingine. Ni kitu ambacho kitatokea mahali pale kwa wakati ule, hata kama kitatumia muda, lakini kitatokea na kitakamilika. Watu wanajiuliza kwa sababu wanatoa mfano wa Paulo. Wanasema Paulo haikuwa ni instantaneous conversion. Ilichukua muda sababu yale maswali na Anania na nini, inawezekanaje nini? Hayo kama vile kuna jinsi imani ilikuwa inaongezeka na kubadilika. Na mwalimu mmoja akasema kwamba ili mtu apate itakuwa mbele kidogo utaikuta kama hata masta iandika, lakini nitaielezea kama ni vizuri kaelezeka kwa sababu ni karibu vizuri, lakini kuna kusikia na kusikia, kuna tafakari
au tunafanya maamuzi. Kwa hiyo maana kuna process hapo. Napozungumzia process haimaanishi kitu ambacho kinachukua muda. Conversion ni mara moja na kisha kufanyika kimeshafanyika. Unaenda upande huu. Wewe sema nimeokoka kidogo leo nimeokoka tena. Nimeokoka siku nyuzi 45 au nimeokoka. Ukiokoka mara nini? Unaokoka. Na nimesema tena siku ile nitamka kwamba kwa mhubiri alikuja kimwalika mwingine mmoja akasema kwamba wokovu ni hatua mbalimbali, unachukua hatua leo na kesho mpaka mtu amalize kuokoka kabisa, itachukua muda mrefu. Nikamsikiliza kingine hapo, tumemwalika hapo, amekuja kucheka hapo kwa wanafunzi. Mungu na tafsiri. Hii dawana tafsiri heresi. Ndio ndio nyamaza, hizi nyamaza pia utaje kwamba tayari umeshachatia, lakini wokovu unachukua hatua mbalimbali. Unaweza kutoa hatua ya kwanza na akatoa illustration. Kama vile mtu ambaye ni mlevi kabisa. Katika ulevi wake akaamua kupunguza leo wakati wa kredi moja akaanza kunywa ya 15. Akapunguza, unajua baada ya kaka. Sio hapa. Baada kredi za hapo ndio. Azeko na zaidi. Akapunguza leo na 3 kisha akapunguza zikawa 6. Ya kupunguza 2, akiokoka kabisa anaacha zote. Wokovu unaacha, unakuwa kiumbe kipya. Instantaneous. Kwa hiyo ni kitendo cha mara moja tu. Japo kuna kuwepo na mfumo wa kukubali neno na kubadilika, hata hivyo wateule wa Mungu hawataweza kupinga msukumo wa ushawishi wa Roho kwenye mafanikio daima. Hata kama utakataa, unaweza kupinga, ukakataa, lakini Roho wa Mungu akiamua kufanya kazi ndani yako, hakuna jinsi ambavyo unaweza kupinga ukazuia. Akiamua anaweza, na kama tunataka ni irresistible grace. Ni neema ambayo haiwezi kuzuilika. Mwenye dhambi aliyemteule hatimaye atajisalimisha kwa Mungu wakati fulani. Lazima, hata kama awe ni mbaya na mgeni. Yule ambaye anafikiria kwamba katika jamii hafai kabisa, yule ambaye anaona kwamba huyu ni amekuwa ni mtu amepotea, lakini itakapofika katika ratiba ya Mungu, kama ni mteule wa Mungu, Mungu anafanya nini? Atamtoa katika uchafu na atambadilisha kwa kiumbe kipya. Mungu ana njia yake na neno lake alitamrudia bure. Ndivyo itakavyokuwa kwa neno langu litokalo katika kinywa changu kupitia watu wangu, of course, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika jambo nililolituma. Kwa hiyo neno la Mungu linapotumwa, kusudi la Mungu lazima litatekelezeka. Mwanadamu hawezi kufrustrate, hawezi kuharibu, hawezi kukataa kusudi la Mungu. Na ndio maana amini halisi tunawakataa kwa sababu wanaona kwamba Mungu, mwanadamu anaweza kukataa mpango wa Mungu. Kwa Mungu anaweza yaani Mungu anataka kumuokoa fulani, mistaki. Utakuwa si Mungu. Lazima tukubaliane kwamba neno la Mungu likitoka litatimiza kusudi ambalo Mungu ametaka. Kama hajataka mtu aokoke, kozi atataka. Lakini kama anataka aokoke, ataokoka. Hawezi kukataa, hawezi kupinga. Hili linatufanya tuendelee kuhubiri Injili na kuishi kwa imani ya Kikristo kwa utukufu wa Mungu, ndio kwamba Mungu atatimiza kusudi lake. Hakuna imani pasipo kalbu. Hakuna imani pasipo neno la Mungu. Kisha wale Mungu apenda kama Yesu atachelewa kurudi, ingine atachelewa kurudi tu tumezaliwa mara ya pili. Amen. Yaani akirudi hata sasa hivi, kabla ya kipindi Yesu akija sasa hivi tuwe tayari kwamba tumezaliwa mara ya pili. Na niamini kabisa kwamba sio kwa nguvu yangu wala si kwa maneno yangu mwenyewe, bali Roho wa Mungu mwenyewe atende kazi ndani yako kwa ufanisi. Aleta ushawishi ndani yako, akuulize, je, nimezaliwa mara ya pili? Na kama umezaliwa mara ya pili, uwe na furaha kwa sababu hata akija sasa hivi hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Lakini kama una wasiwasi, maana yake kwamba bado tuwe na umuhimu wa kujua Let's pray. Gracious eternal Father, Lord of glory, we thank you for any decision. May you continue to be with the students, may you continue to bless them, especially as we are considering the doctrine of salvation. We are praying for our adventure. There are some who are not born again. We pray that anyone who has not heard the gospel and they are not taking the decision, may you make it through this course. For those who are hearing, and for those who are hearing the class, and for those who are hearing in distance, we pray that every person may come to repentance and the salvation to our Lord and Savior Jesus Christ.
May God bless us for the rest of the classes. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.